Hii ni sehemu ya 15 katika msimu huu wa 3 wa Novemba 11 iliyoandikwa na mtunzi Patrick CK. Sehemu iliyopita, kama utakuwa unakumbuka vizuri, tulipokuwa tumeishia, ilikuwa ni pale ambapo Mathayo alikuwa ameamua kufanya mission ya hatari ya kujifanya alikuwa amekamatwa na kujipeleka kwa makusudi kabisa kwa Ezego ili kusudi ajue huyo Ezego alikuwa ni nani. Na tayari walikuwa wameshafika katika nyumba moja ambayo ukaguzi ulikuwa ni mkali mno. Kilichotokea katika nyumba hii hatujui ni kitu gani, lakini tutakijua katika sehemu hii ya 15, na inawezekana pia hata sisi tukafanikiwa kuwajua hawa wakina Ezego ama Novemba 11 ni wakina nani. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi, na hii ni sehemu ya 15. Tunakaribia mwisho kabisa wa simulizi hii ya Novemba 11. Safari iliisha katika nyumba moja ambapo watu wote walitakiwa kushuka kwenye magari na kuingia ndani. Titus, ambaye bado alikuwa anahisi maumivu makali katika mguu wake, alisaidiwa na kisha kuingizwa ndani na kuketi kwenye sofa. Mkurugenzi Romano pamoja na wengine wote waliokuwa kwenye magari walishushwa na kisha kuingizwa ndani, wakawekwa katika chumba kimoja isipokuwa Mathayo ambaye yeye aliwekwa katika chumba kingine kabisa. Mmoja mmoja sasa alivuliwa nguo na kisha kukaguliwa, na kila kitu ambacho alikuwa nacho kilikuwa kinachukuliwa. Walipewa mavazi mapya wakavaa, na mavazi ya mwanzo yakapelekwa kuchomwa moto. Mara baada ya zoezi hilo la kwanza kukamilika, mmoja mmoja akaanza kuingizwa katika chumba kilichokuwa na mtambo wa ukaguzi unaotumia miozi. Kila mtu alikaguliwa kama alikuwa na kifaa katika mwili wake. Ni mtu mmoja tu ambaye mtambo ule ulimgundua kwamba alikuwa na kitu katika mwili wake, na mara baada ya kumchunguza ilibainika kwamba alikuwa na chuma katika mguu wake wa kushoto ambacho alikuwa amewekewa mara baada ya mguu huo kuvunjika. Ukaguzi huo ulipomalizika, watu wote wakafungwa vitambaa machoni, wakaingizwa katika gari moja kubwa na kisha wakaondoka mahali pale. Waliobaki pale walikuwa ni mkurugenzi Romano, Mathayo pamoja na mwili wa Theo. Mara baada ya wale vijana kuondolewa kabisa mahali pale, Romano pamoja na Titus waliingizwa katika gari moja, huku Mathayo alikuwa anaingizwa katika gari jingine, na kabla safari haijaanza wote walivishwa mifuko kichwani ili kusudi kuwazuia wasijue kabisa kule ambako walikuwa naelekea ilikuwa ni wapi. Hatimaye sasa, baada ya mzunguko wa zaidi ya saa nzima, magari yalipunguza mwendo, hasa mara baada ya kulikaribia bango kubwa ambalo lilikuwa linasomeka Kanisa la Ushindi. Geti likafunguliwa na magari yakaingia ndani. Mara tu baada ya magari kuingia, yalifuata barabara ambayo imeelekea katika upande wa kushoto, na moja kwa moja yakaelekea katika jengo moja kubwa la duara ambalo lilikuwa na ghorofa 4. Mlango mkubwa wa chumba cha kuhifadhia magari ulifunguka na magari yale yakaingia katika sehemu kubwa ya kuhifadhia magari. Kulikuwa na magari ya kifahari zaidi ya 10 yalikuwa yameegeshwa tu ndani. Mkurugenzi Romano pamoja na Mathayo wote walikuwa wamefunikwa mifuko kichwani. Walishushwa katika magari wakaingizwa ndani ya jengo. Mathayo alipelekwa katika chumba kimoja na kisha kufungwa pingu ambayo hiyo ilikuwa imeunganishwa katika nguzo imara ya chuma na kuachwa humo. Mkurugenzi Romano alipelekwa katika chumba alimo Titus Mugo na kisha kuvuliwa mfuko kichwani. Mwili wa Theo ulibaki katika buti ya gari. Romano, samahani sana kwa hicho ambacho kimetokea, lakini hizi ni taratibu zetu za kila siku. Siku zote unapotaka kuonana na Ezego huwezi kwenda tu kama vile unakwenda sokoni. Hutakiwi kabisa kujua ni wapi ambako unaelekea. Alikuwa anazungumza pale Titus. Usijali kabisa Titus. Vipi lakini Mathayo yuko wapi? Mathayo yupo katika chumba kingine. Yule jamaa anatakiwa kuchungwa sana, yani sio mtu wa kumpatia nafasi hata kama ni ndogo. Usijali kabisa, yuko katika ulinzi mkali sana. Na hapa ni wapi Titus? Hapa ndiko mahali ambako tutaonana na Ezego. Tusubiria hapa, tutapewa maelekezo mengine. Alikuwa anazungumza pale Titus Mugo. Zilipita dakika kama 15, mlango ulifunguliwa. Jamaa mmoja aliyejazia mwili wake akajitokeza.
Simama na kisha unifuate. Alikuwa anazungumza vile huyu mwanaume na huku alikuwa anamnyoshia kidole Bwana Titus Mungo. Mimi siwezi kutembea kwa sababu mguu wangu una jeraha. Romano, naomba unisaidie. Alikuwa anazungumza vile Titus. Mkurugenzi Romano alimtegemeza Titus na kisha wakamfuata yule jamaa hadi katika mlango wa chumba kimoja ambacho yule jamaa akamtaka Romano kutoingia ndani ya kile chumba. Huyu hapa niko naye kwa sababu ndio sababu ya sisi kuja hapa. Nahitaji kumtambulisha kwa wakuu. Usiogope, ni mwenzetu na hana tatizo kabisa. Alikuwa anazungumza vile Titus. Yule jamaa alinyonga kitasa na kisha mlango ulifunguka. Akaingia ndani na nyuma yake wakafuata mkurugenzi Romano pamoja na Titus. Ndani ya chumba kile kulikuwa na meza kubwa ya duara na watu 7 walikuwa wameizunguka. Mkurugenzi Romano alimsaidia Titus kuketi na mara tu alipoinua shingo yake alikutanisha macho yake na mtu mmoja ambaye huyu alikuwa amesimama akiwa anamtazama kwa macho makali ya mshangao. Alfayo. Romano alipatwa na mshangao mkubwa sana mara baada ya kumtambua mara moja mtu ambaye alikuwa amesimama mbele yake akimshangaa. Na kumbe uko hai, Alfayo? Romano alikuwa anazungumza vile jamaa yule aliyesimama na mara moja alitoka kwenye kiti na huku alikuwa amekasirika akamtoa katika kile chumba na kumpeleka kwenye chumba kingine. Ni kitu gani unafanya hapa Romano? Alfayo alikuwa anauliza vile swali, na kama unakumbuka vizuri huyu Alfayo ndio mkurugenzi Romano aliyesema kwamba ni pacha wake, yaani alikuwa ni mdogo wake wa damu moja kabisa. Na wewe ni kitu gani ambacho unafanya hapa Alfayo? Na ni kweli kabisa ni mzima? Romano, na kuuliza swali, unafanya kitu gani hapa? Alfayo alikuwa anauliza vile swali tena na huku alikuwa na hema haraka. Ni wazi kabisa kwamba hakuwa ametegemea kabisa kumwona ndugu yake mahali pale. Alfayo, kusema ukweli sikutegemea kabisa kukutana na wewe mahali hapa. Unafanya kitu gani hapa Alfayo? Na wewe uko pamoja nao au? Alikuwa anauliza vile swali Romano, lakini sasa Alfayo hakumjibu kitu. Alibaki alikuwa anamtazama tu kwa hasira. Ni kwa nini bado uko hai Alfayo na hutaki kabisa tujue? Unafahamu ni mateso kiasi gani sisi ndugu zako tumeyapata kwa kifo chako Alfayo? Utanisamehe sana brother. Nilikuwa nataka iwe hivi. Ni kwa nini lakini Alfayo? Ni kitu gani kilitokea na kukupelekea wewe uwe hai mpaka leo? Tafadhali sana Alfayo, nahitaji kujua kila kitu. Alikuwa anazungumza vile Romano. Romano, kabla sijakueleza kitu chochote kile, kwanza nahitaji kujua ni kwa nini uko hapa muda huu. Ni hadithi ndefu sana Alfayo. Nataka kwanza tuanzie kwako. Nataka kujua kila kitu ambacho kilikutokea na ni kwa nini mpaka sasa uko hai wakati kila mtu anajua kwamba ulifariki. Ni hadithi ndefu pia Romano. Twende kwanza katika kikao na mara baada ya hapo ndipo tutazungumza. Alikuwa anazungumza vile Alfayo na kisha kumshika mkono Romano, wakatoka katika kile chumba na kisha kurejea katika chumba cha vikao. Guys, samahani sana kwa kile ambacho kimetokea. Nilipatwa na mshtuko mkubwa sana mara baada ya kumwona huyo jamaa akiwa anaingia hapa. Na kwa wale ambao hamumjui, huyo jamaa anaitwa Romano Wapunda. Ni pacha wangu. Alikuwa anazungumza vile Alfayo. Watu wote mle ndani walibaki walikuwa wanatazamana tu. Asante sana kwa utambulisho huo. Na hatukuwa tumetegemea kabisa ujio huu. Ndugu Romano, karibu sana. Nadhani kwamba ni mara yako ya kwanza kabisa kufika mahali hapa na kuonana na sisi. Ulitegemea kama ungekutana na pacha wako mahali hapa? Jamaa mmoja mweusi ambaye alikuwa amevaa miwani alikuwa anamuuliza vile swali Romano. Huwa nawashukuru sana kwa makaribisho. Na kusema ukweli sikuwa nimetegemea kabisa kumkuta pacha wangu mahali hapa. Ninachofahamu mimi ni kwamba alishafariki muda mrefu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
na mshtuko nilioupata ni mkubwa sana. Mpaka sasa naweza kusema kwamba bado siamini. Basi karibu sana. Mtapata wasaa baadaye kuzungumza mara baada ya kikao kumalizika. Titus Mugo, karibu sana. Lakini pia pole sana kwa matatizo yaliyokupata. Asante sana wakuu. Tulijulishwa kwamba tunahitajika kuonana na wewe kwa sababu kuna jambo muhimu sana limetokea usiku wa leo. Kwa hivyo tumekutana hapa kwa ajili ya kukusikiliza. Karibu tafadhali. Asante sana wakuu. Usiku wa leo mara baada ya kutoka kumkabidhi Dr. Flora kwa vijana mliowatuma, nilipigiwa simu na rafiki yangu mkubwa sana Nabii Filipo. Alikuwa ananiuliza mahali nilipo na akasema kwamba anahitaji msaada wangu. Kwa sababu ni rafiki yangu mkubwa sana, nikamfuata nyumbani kwake ili kusudi kujua alikuwa na shida gani, nione namna gani ninaweza kumsaidia. Nilipofika nikajikuta nilikuwa nimewekwa chini ya ulinzi. Nilitekwa na watu wawili. Mmoja anaitwa Matayo Mulumbi na mwingine ni mtu wangu wa seri nambari 59 ambaye tuliamini kabisa kwamba amekufa muda mrefu, na kumbe bado ni mzima kabisa. Alikuwa anashirikiana na Matayo Mulumbi. Hao jamaa wawili kile ambacho walikuwa wanahitaji kutokea kwangu ni kujua mahali aliko mke wa rais ni wapi. Mimi niliwaambia kwamba hakuna chochote ambacho najua, lakini sasa wakanitesa, ikiwa ni pamoja na kunipiga risasi kwenye mguu. Alikuwa anazungumza vile bwana Titus, na huku alikuwa anaonyesha mahali ambako alikuwa amepigwa risasi. Walinitesa sana, lakini sikuwaambia kabisa chochote kuhusu Dr. Flora. Na walipoona kwamba wameshindwa kupata kitu kutokea kwangu, wakanichukua na kisha kuniingiza kwenye gari. Wakaanza kunipeleka katika maficho yao ili kusudi wakaendelee kunitesa zaidi. Na tukiwa njiani tulivamiwa. Matayo akakamatwa, mwenzake Teo ambaye alitusaliti sisi akauawa, na mimi nikakombolewa. Na mtu aliyenikomboa ni huyu hapa, Romano Mapunda. Alikuwa anazungumza pale bwana Titus Mugo. Alinyamaza kidogo na baada ya sekunde chache akaendelea. Na mara baada ya kujadiliana ni kitu gani ambacho tunaweza kufanya, ndipo sasa Romano akatoa wazo kwamba tumfikishe Matayo Mulumbi kwenu nyinyi wakuu, kwa sababu kupitia yeye tunaweza kupata mambo mengine mazuri zaidi yenye manufaa kwetu, kama atakavyoeleza yeye mwenyewe. Lakini pia jambo la pili ambalo limenileta hapa ni kumtambulisha kwenu shujaa ambaye ameokoa maisha yangu. Huyu jamaa naweza kusema kwamba amekuwa ni mtu mwaminifu mno kwetu. Amefanya mambo makubwa sana. Huyu ndiye aliyefanikisha mpaka kupatikana kwa mke wa rais. Kwa hivyo nimemleta kwenu wakuu ili kusudi mumtambue, na kama mtaona inafaa basi apandishwe daraja. Na mara baada ya kuzungumza hayo machache, naomba nimwachie nafasi mwenzangu ili kusudi aweze kueleza kwa kina kila kitu ambacho kimetokea siku ya leo. Karibu sana Romano. Asante sana wakuu wangu. Mimi naitwa Romano Mapunda, niko seli nambari 59, na huyu hapa ni mkuu wangu anaitwa Kuranga Adolfu Kuranga. Sikuwa namjua kabisa mkuu wa seli yangu mpaka usiku wa leo, na ninaomba niwaeleze kwa ufupi ni kitu gani hasa ambacho kimetokea. Majukumu ya seli nambari 59 ni kusaidia kufanikisha ajenda za mabadiliko. Na ili mpango wa kusaidia kufanikisha ajenda za mabadiliko ufanikiwe, tulilazimika kuwa na mtandao wa kijasusi, na katika harakati za kuunda huu mtandao ndipo alipotokea Matayo Mulumbi. Bila shaka mtakuwa mnajiuliza ni nani huyu jamaa. Inawezekana pia tayari mnaweza kuwa mnamjua, lakini naomba nimueleze kwa ufupi sana. Huyu jamaa ni jasusi. Ameshawahi kufanya kazi katika idara ya ujasusi ya Tanzania, japo kwa sasa anajishughulisha na biashara, lakini bado anaendelea na ujasusi. Alikuwa ni mkuu wa DUU, maana yake ni Deep Undercover Unit, lakini pia alikuwa ni mkuu wa Section D. Hiki ni kikundi cha kuwalinda viongozi wakuu wa serikali kwa siri. Na kwa sasa anaunda shirika lake la ujasusi kwa siri, na anaweza kusema kwamba ni mtu hatari sana. Alikuwa anazungumza vile mkurugenzi Romano akanyamaza kwa sekunde chache na kisha kuendelea. Theogenes alikuwa anafahamiana vizuri kabisa na Matayo Mulumbi,
na ndiye aliyetushauri kwamba tuichukue DUU ili kusudi watusaidia katika kufanikisha mipango yetu mbalimbali, kwa sababu tayari ilikuwa imeotesha mizizi ya kutosha kabisa mpaka ndani ya serikali. Mpango huo ulifanikiwa vizuri kabisa na tukaichukua DUU na tukaenda mbele zaidi kuichukua mpaka Section D na kuingia mpaka ndani kabisa ya shirika lake ambalo analiunda, tukasimika mizizi huko. Na ninaweza kusema kwamba misingi mizuri ambayo ameiweka Mathayo Mwilumbi ndiyo iliyofanikisha tukaweza kufanikisha mipango yetu mbalimbali, kwa sababu jamaa ana mizizi yake mpaka ndani kabisa ya serikali. Hakuna kitu chochote ambacho kinafanyika ndani ya serikali jamaa huyu asiweze kukijua. Na ninaomba niwarudishe nyuma kidogo katika shambulio la Novemba 11 mwaka jana. Mmoja kati ya watu walioumia vibaya sana katika lile shambulio ni ndugu yake na Mathayo ambaye alifariki dunia mwaka mmoja baadaye, yani Novemba mwaka huu hapa. Kifo hicho cha ndugu yake Mathayo kilimfanya aingie katika misheni ya kuwatafuta watu waliofanya lile shambulio. Na wakati akiendelea na hiyo misheni, ndipo sasa nilipokutana naye, nikamfanya niamini na akanieleza kila kitu ambacho alikuwa anafanya. Na wakati huo ndipo sasa utekelezaji wa ajenda za mabadiliko walipoanza, na Mheshimiwa Rais akaanza kupokea maelekezo kutokea kwenu. Mathayo pamoja na Rais walikutana, na Rais akampatia jukumu la kumsaka huyo mtu anayejiita Novemba 11. Misheni ya Mathayo ilibadilika kutoka kuwasaka watu waliofanya shambulio la Novemba 11, na sasa alianza kumsaka mtu ambaye alikuwa anajiita Novemba 11. Na wakati Mathayo anaendelea tu na misheni yake, ndipo sasa alipogundua kwamba watu wake wa DUU walikuwa wamemsaliti na kujiunga na sisi. Mara baada ya kuligundua hilo, mipango ya kumuua ikaanza. Mathayo alikamatwa, akapelekwa dark room kwa ajili ya kuhojiwa na kisha kuuawa. Lakini sasa hapo kuna jambo likatokea. Alikuwa anazungumza pale mkurugenzi Romano, na kisha aliendelea kueleza kuhusu mpango wa Zai kutaka kumuua Theo na namna vile ambavyo mambo yalikuja kubadilika. Kwa sasa kuanzia hapo Theo akajiunga na Mathayo Mwilumbi na akamweleza kila kitu ambacho alikuwa anakijua kuhusiana na sisi. Romano alikuwa anazungumza vile, akarudia maelezo ambayo alikuwa amempatia Titus Mugo kuhusu kumtumia Feti, mpaka alivyoweza kufahamu kuhusu kutekwa kwa Titus na kila kitu ambacho kiliendelea mpaka wakafanikiwa kumkomboa Titus na Theogenes kuuawa. Na tungeweza kumuua kabisa Mathayo Mwilumbi mara baada ya zoezi lile kukamilika. Lakini sasa nikaamua kumwacha kutokana na umuhimu wake kwetu. Ni huyo Mathayo pamoja na Mheshimiwa Rais pekee ndio watu ambao wanajua mahali alipo Balozi Festus Murunga. Nilimshauri mkuu wangu kwamba tumlete Mathayo kwenu ili kusudi aweze kutumiwa katika mabadilishano na Balozi Festus, kwa sababu nina uhakika mkubwa kabisa kwamba hata rais ni lazima atakubali kumwachia Balozi Festus, kwa sababu Mathayo ni mtu anayemtegemea sana. Na mara baada ya sisi kumpata Balozi Festus, tutamuua Mathayo. Hapaswi kabisa kuendelea kuwa hai. Na nashukuru sana mkuu wangu wa seri alinielewa na akafanya mpango mpaka tumefika hapa kuonana na nyinyi wakuu. Kwa hivyo ndivyo mambo yalivyokwenda usiku wa leo. Alikuwa anamaliza kuzungumza vile mkurugenzi Romano na ukimya ukatanda mle chumbani. Romano, tunakushukuru sana kwa kila ambacho umefanya. Na tunaweza kusema kwamba umefanya kazi kubwa sana na umeonyesha ni namna gani ulivyo mtu muhimu sana kwetu. Na kwa hili ambalo umefanya na kubaliana kabisa na Bwana Titus Mugo kwamba unastahili kupandishwa daraja. Wazo lako pia ni zuri. Naweza kusema kwamba nimelipokea, lakini siwezi kulitolea maamuzi kwanza mpaka nitakapozungumza na wenzangu. Maamuzi yetu huwa ni maamuzi ya pamoja. Nitawaomba kwanza mtoke nje mkapumzike mara moja mpaka tutakapomaliza majadiliano yetu, na kisha tutawaambia nini ambacho tumekubaliana. Sawa, asante sana mkuu. Mkurugenzi Romano pamoja na Titus walizungumza vile, kisha Romano akamsaidia Titus kusimama
na wakatoka nje. Sasa jamani, tuna jambo zito sana limeletwa mbele yetu hapa ambalo tunatakiwa kulijadili kwa haraka. Mimi kwa upande wangu nampongeza Sara mkurugenzi Romano kwa ushujaa wake na kufanikiwa kumkomboa Titus Mugo pamoja na kumpata Matayo Mulumbi. Na mkumbuke kwamba huyu jamaa amekuwa anatumiwa na rais kukwamisha mipango yetu mingi sana. Na huyu ndiye aliyejua kuhusu uwepo wa shambulio la mabomu na kupelekea shambulio hilo lisitishwe mara moja. Kwa hivyo nina uhakika mkubwa kabisa kwamba kama rais akisikia kwamba tuko naye hapa, basi hata kuwa na nguvu tena kupinga chochote ambacho tutokao tunamwelekeza. Tunahitaji sana kumpata Balozi Festus na tunaweza kumpata kupitia kwa huyu jamaa. Lakini kabla hatujaamua chochote, hebu wacha kwanza tuzungumze kuhusu hili swala na kisha tukubaliane kwa pamoja na kitu gani ambacho tunafanya. Mwenyekiti, mimi naomba kwanza nizungumze jambo. Alikuwa anazungumza vile mmoja kati ya wajumbe wa kikao kile. Karibu, tunakusikiliza. Mimi namjua vizuri kabisa Matayo Mulumbi, kwa sababu mimi na yeye tuliingia pamoja katika mafunzo ya kikomando, na alipohitimu aliondoka kwenda kuendelea na mambo ya ujasusi. Hakuwa ni rafiki yangu ndio, lakini namjua vizuri kabisa kwamba ni mmoja kati ya watu hatari mno. Ninapoeleza kwamba ni mmoja kati ya watu hatari, basi naomba mnielewe kwamba ni mtu hatari mno. Uwezo ambao alikuwa anaonyesha katika mafunzo ni mkubwa mno. Na kwa namna vile ambavyo mimi namjua, maelezo ya namna tukio lilivyotokea na kupelekea kutekwa kwake kidogo yananipatia ukakasi. Ukakasi unatokea wapi sasa? Mwingine alikuwa anauliza pale swali. Ni kwa sababu ya umahiri wake. Inaonyesha kama vile ametekwa kirahisi sana, kitu ambacho mimi napata nacho mashaka. Hapana, mimi napingana kabisa na wewe Rems. Hili lilikuwa ni shambulizi la kushtukiza ambalo Matayo hakuwa kabisa na habari nalo. Na tukio limetokea katika mzunguko mahali ambapo hakuna ambaye alikuwa anaweza kutegemea kunaweza kutokea shambulio. Na maelezo yanaonyesha kwamba kulikuwa na kurushana risasi na kupelekea kifo cha mwenzake. Hebu tusitake kuingiza mashaka kwa kazi nzuri ambayo mkurugenzi Romano amefanya. Lakini Arufayo, huyu pacha wako anajua chochote kuhusu wewe kuwa hai? Hapana, hakuna chochote ambacho anajua. Amejua tu sasa hivi mara baada ya kuja kunikuta Vizuri. Basi naomba tusipoteze muda kuzungumza kilichotokea. Tujielekeze katika wazo ambalo limeletwa kwetu. Mimi naona ni wazo zuri sana ambalo linaweza kusaidia kumpata Balozi Festus. Lakini pia kumbuke kwamba tumepewa maelekezo ya kuhakikisha kwamba Balozi anapatikana. Kwa hivyo kama rais atakuwa anajua mahali Balozi alipo, tunaweza kulitumia hili dirisha kwa ajili ya kumpata Balozi Festus na kisha tunamuulia mbali Matayo. Mimi binafsi naweza kusema kwamba nakubaliana na hili wazo. Wengine sio mnasemaje? Wazo lile lilionekana kukubaliwa na kila mmoja. Waliendelea tu na majadiliano kwa zaidi ya nusu saa nzima, na kisha walikubaliana kabla ya kufanya chochote wajaribu kwanza kumhoji Matayo ili kusudi wapate kujua ni mambo gani ambayo amekwisha yajua kuhusu wao. Zoezi hilo walikubaliana alifanya mkurugenzi Romano. Romano aliitwa tena katika chumba cha kikao. Sasa bwana Romano, tumekubaliana na tumelikubali wazo lako. Tunahitaji sasa kumpata Balozi Festus. Kwa hivyo tutaitumia fursa hii ya kumtumia Matayo kumpata Balozi. Lakini kwanza nataka kujua namna gani Matayo atauawa mara baada ya kumpata Balozi Festus. Alikuwa anauliza vile swali huyu mkuu. Romano aliwaeleza kuhusu mpango huo na wote walikubaliana nao. Ni mpango mzuri sana ya. Na kabla hatujafanya chochote, kwanza nataka tumhoji Matayo. Tujue kwanza ni mambo gani anayajua kuhusu sisi. Na mara baada ya hapo ndipo tutaendelea na mambo mengine. Na zoezi hilo utalifanya wewe, Romano. Alikuwa anazungumza vile mwenyekiti wa kikao kile akafungua drawer ya kabati na kutoa bastora, akaondoa risasi zote na kisha kumpatia Romano. Bastora hii ina risasi ya Romano.
nataka uitumie kumtisha Mathayo kwamba utamuua, ili kusudi aogope na kueleza kile ambacho anakijua kuhusiana na sisi. Alikuwa anazungumza pale mwenyekiti na kisha kuinua mkono wa simu ambayo ilikuwa mezani, akapiga sehemu na kisha kutoa maelekezo kwamba Mathayo atolewe katika kile chumba ambacho alikuwemo na aingizwe katika chumba kingine kwa ajili ya mahojiano. Zoezi hilo lilifanyika mara moja na Mathayo akaingizwa katika chumba ambacho kilikuwa kimeelekezwa. Runinga kubwa ndani ya kile chumba walimu wale Zego iliwashwa mara moja na Mathayo akaonekana akiwa amefungwa kitambaa machoni. Sasa nenda kumoji. Sisi tutafuatilia kila kitu ambacho kinaendelea kutokea hapa ndani. Alikuwa anazungumza vile mwenyekiti. Mlango ulifunguliwa. Jamaa mmoja akaingia na kisha kumchukua Romano na kumpeleka katika chumba ambacho Mathayo alikuwemo. Romano alimfungwa Mathayo kitambaa. Msaliti wewe. Mathayo alikuwa anazungumza vile kwa sauti ya ukali. Akatulia kidogo na kisha kuendelea kuzungumza. Ni kwa nini umeisaliti nchi yako na maana kama hii Romano? Siku zote mimi nilikuwa nafikiria kwamba tuko pamoja na kumbe uko pamoja na hawa mashetani. Na kama ningekuwa najua toka mwanzo kwamba unashirikiana nao, basi ningekuwa nimeshakumaliza mara moja. Mathayo, nyamaza na kisha unisikilize kile ambacho nakuambia. Romano, nakueleza wazi kabisa kwamba umefanya makosa makubwa mno. Na ninakuwa pia wazi kabisa kwamba nikitoka hapa salama, basi ni lazima nihakikisha kwamba nimekumaliza wewe pamoja na hao mashetani wenzako. Mathayo, naomba unyamaze kwanza unisikilize. Siwezi kabisa kwani Mathayo alimaliza hata kuzungumza kile ambacho alikuwa anataka azungumze. Alipigwa na kitako cha bastola na kupelekea sehemu ya juu ya jicho kuchanika na kuanza kuvuja damu. Mathayo, hauna kabisa ujanja tena. Nataka uwe mtulivu na ujibu kwa ufasaha kile ambacho nitakuwa nakuuliza hapa. Nataka uniambie ni kitu gani ambacho umekijua hadi sasa kuhusiana na Ezego. Unafahamu Ezego ni nani? Theo alishakwambia chochote kuhusu Ezego na mtandao wake wote? Alikuwa anauliza pale swali mkurugenzi Romano. Mathayo, huku akiwa anatiririkwa na damu katika jeraha usoni, alicheka kidogo na kisha kuzungumza. Romano, wewe ni mpumbavu sana wewe. Hivi ni kweli kabisa unathubutu kuniuliza mimi swali la ujinga namna kama hilo? Mathayo, jibu swali ambalo umeulizwa, ama utajiweka katika hatari kubwa zaidi. Sina jibu la kukupatia, lakini nataka ufikishe ujumbe kwa hao wakubwa zako kwamba niko mbioni na nitawafikia muda si mrefu. Fikisha hizi salamu zangu kwa hao vibaraka wa mabeberu. Alikuwa anazungumza pale Mathayo, na huko ndani ya chumba cha vikao utulivu ulikuwa ni mkubwa sana. Wote walikuwa nafuatilia kile ambacho kilikuwa kinaendelea kati ya Romano pamoja na Mathayo. Guys, tunapoteza muda bure tu. Huyu jamani wazi kabisa kwamba hawezi kuzungumza chochote kile. Na ni kama nilivyowaambia mwanzo tu kwamba ni mtu mwenye uwezo mkubwa sana kuvumilia mateso. Tufanye tu kama ambavyo Romano ametushauri. Tumpate Barozi Festus na kisha tumuue kabisa huyu jamaa. Alikuwa anazungumza vile mjumbe mmoja ambaye jina lake tumelijua anaitwa Remsi. Romano huku chumbani alikuwa anaendelea kumhoji tu Mathayo, na huku alikuwa anamshushia kipigo. Na mwisho kabisa alimwekea bastola kichwani akiwa anatishia kama vile alikuwa anataka kumuua, lakini Mathayo hakuonyesha hofu yoyote ile. Mwenyekiti, mimi naona wazi kabisa kwamba hapa hakuna chochote ambacho tutapata kutokea kwa huyu jamaa. Tuendelee tu na mpango wetu ili kusudi tumpate Barozi Festus mara moja. Alikuwa anazungumza vile mjumbe mwingine. Mwenyekiti alikubaliana na mawazo ya wenzake, akampigia simu jamaa ambaye alikuwa amesimama nje ya chumba cha mahojiano, akamtaka amwelekeze Romano atoke. Nitakuja tena hapa kuendelea na mahojiano. Leo ni lazima tuzungumze kila kitu. Alikuwa anazungumza vile Romano na kisha kutoka. Sasa jamani, wakati zoezi la kuwasiliana na rais linaendelea, nilikuwa naomba kwanza kuzungumza na ndugu yangu. Alikuwa anazungumza vile Arufayo na kisha alitoka na kwenda katika chumba ambacho Romano na Titus walikuwepo.
akamchukua Romano, walielekea katika chumba kingine ambacho kilikuwa chini kabisa ya lile jengo. Tukielekea tena upande wa pili huko Dodoma, Tanzania, simu ya Mheshimiwa Rais Dickson Mazwalo iliita. Akaitazama namba ambayo ilikuwa anampigia, akavuta pumzi ndefu na kisha kuipokea. Halo, Mheshimiwa Rais. Nimerejea tena, ni mimi rafiki yako Novemba 11. Safari hii sija kupigia simu kukuuliza kuhusu yale maelekezo niliyokupatia mwanzo, kwa sababu bado muda unao wa kutosha kabisa kufanya maamuzi. Lakini tu nimekupigia simu kukufahamisha kwamba kuna mtu muhimu sana ambaye unamtegemea katika mipango yako, na yeye niko naye hapa kwangu. Usiku huu nimefanikiwa kumkamata Matayo Mulumbi. Unasema? Mheshimiwa Rais alikuwa anauliza pale swali kana kwamba hakuwa amesikia kile ambacho alikuwa ameambiwa. Mheshimiwa Rais, nasema kwamba usiku wa leo nimefanikiwa kumpata Matayo Mulumbi, na ili uamini nakata simu na kisha nitakupigia kwa njia ya video ili kusudi uamini kweli kabisa niko na Matayo Mulumbi. Alikuwa anazungumza pale huyo Novemba 11 na kisha alikata simu. Halafu mara baada ya sekunde chache alipiga simu ya video. Mheshimiwa Rais alipokea. Mara tu Rais alipopokea simu aliweza kumwona Matayo akiwa amefungwa katika kiti, na huku alikuwa na jeraha katika uso wake lililokuwa linavuja damu. Mara baada ya sekunde chache simu ilikatwa, akapigiwa tena kwa simu ya kawaida. Mheshimiwa Rais, bila shaka sasa umeamini kile ambacho nilichokueleza kwamba niko na Matayo Mulumbi hapa. Alikuwa anazungumza vile Novemba 11. Mheshimiwa Rais midomo yake ilikuwa na mtetemeka, akashindwa kabisa hata ajue anazungumza kitu gani. Mheshimiwa Rais, ninajua vizuri kabisa kwamba Matayo Mulumbi ni mtu ambaye wanamtegemea sana katika mipango yako mingi sana. Kwa hivyo sintotaka kumuua. Na kwa sababu naamini kabisa kwamba kuanzia sasa utaheshimu kila kitu ambacho nitakuwa nakuelekeza, basi niko tayari kumwacha huru Matayo Mulumbi, lakini kwa kufanya mabadilishano. Nataka wewe unipatie Balozi Festus Mrunga na mimi nitakupatia Matayo Mulumbi. Mimi sina kabisa Balozi Festus na wala sijui ni wapi alipo. Mheshimiwa Rais, mimi najua vizuri kabisa kwamba wewe pamoja na Matayo ndio pekee mnajua mahali alipo Balozi Festus Mrunga ni wapi. Basi nakupatia lisali moja tu uwe umeshamuandaa, na kisha nitakupigia simu na kukupatia maelekezo namna gani mabadilishano yatakavyofanyika. Na kama utashindwa, sintokuwa na namna nyingine zaidi ya kumuua tu Matayo Mulumbi. Muda unaanza kuhesabiwa sasa. Alikuwa anazungumza pale Novemba 11 na kisha alikata simu. Mheshimiwa Rais alikuwa anazidi kuchanganyikiwa. Macho yangu hayajazungumza uongo kabisa. Ni kweli kabisa niliyemuona pale kwenye kiti ni Matayo Mulumbi mwenyewe. Hawa jamaa watakuwa wamempata vipi? Alikuwa anajiuliza pale tu maswali Mheshimiwa Rais, na mara akapata wazo la kumpigia mkurugenzi Romano. Alitafuta nambari yake ya simu akampigia, lakini simu yake Romano haikuwa inapatikana. Mungu wangu, naomba unisaidie, kwa sababu kusema kweli kabisa najikuta nazidi kuchoka. Matayo ndio mtu pekee ambaye nilikuwa namtegemea katika haya mapambano yote, na yeye ametekwa. Na kwa sasa sina msaada mwingine wowote wale ambao wanautegemea zaidi yako. Mzigo ni mzito sana Mungu wangu, na unazidi kunielemea. Naomba nipatie wazo ili kusudi nisiingize nchi niliyopewa kuiongoza katika shimo la moto. Alikuwa na waza pale tu Mheshimiwa Rais. Wakati Rais anazidi kuomba, alipata wazo jingine la kujaribu kumpigia Ruby ili kusudi amweleze kuhusiana na Matayo Mulumbi kutekwa. Alitafuta namba ya Ruby na kisha kumpigia, lakini katika hali ambayo hakuwa ameitegemea, simu ya Ruby ilianza kuita. Asante sana Mungu.
Alikuwa anazungumza vile Mheshimiwa Rais na kisha alishusha pumzi. Hakutegemea kabisa kwa sababu mara kadhaa alikuwa anajaribu kuipiga ile namba lakini muda wote haikuwa inapatikana. Mheshimiwa Rais. Ilikuwa anazungumza vile sauti ya mwanamke kutokea huko upande wa pili. Na kwa namna vile ambavyo Rais alikuwa amechanganyikiwa, alishindwa kabisa kuitambua ile sauti kama ilikuwa ni sauti ya Ruby ama ni ya nani. Halo Ruby, ni wewe? Ndio, ni mimi Mheshimiwa Rais. Nashukuru sana uko hewani Ruby. Hata sio ningefanya kitu gani kama ningekukosa. Kwanza kabisa nataka kujua Matayo uko naye hapo karibu? Hapana Mheshimiwa Rais. Matayo siko naye karibu. Yuko wapi? Aliondoka hapa muda mrefu kidogo Mheshimiwa Rais. Kuna jambo alikuwa analifuatilia. Ruby, nina taarifa ambazo sio nzuri. Matayo yuko katika mikono ya Novemba 11. Alikuwa anazungumza vile Mheshimiwa Rais na kisha kunyamaza kwa sekunde chache na kisha akaendelea kuzungumza. Novemba 11 amenipigia simu muda sio mrefu hapa na kuniambia kwamba amemteka Matayo Mulumbi. Sikuamini kabisa kile ambacho alikuwa anazungumza mpaka aliponipigia simu kwa njia ya video na nikahakikisha kweli kabisa ni Matayo Mulumbi. Ruby, kusema kweli kabisa nimeshtuka sana kwa sababu Matayo ndio ambaye namtegemea katika haya mapambano. Novemba 11 anataka tufanye mabadilishano. Yeye anataka nimpatie Balozi Festus Murunga ili kusudi na yeye amwachie Matayo. Nimeshangaa sana alivyozungumza hivyo kwa sababu mimi hakuna chochote ambacho najua kuhusu Balozi Festus. Labda kuna chochote ambacho nyinyi mnajua kuhusu Balozi Festus Ruby? Alikuwa anauliza vile swali Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, kwanza kabisa naomba uondoe hofu. Na nashukuru sana kwa taarifa hii kwamba Matayo Mulumbi tayari yuko katika mikono ya Novemba 11. Kuna jambo ambalo haukuwa umejulishwa Mheshimiwa Rais. Ni kwamba Matayo yuko katika misheni. Misheni ipi Ruby, wakati na kuambia kwamba tayari Matayo amekamatwa na Novemba 11? Mheshimiwa Rais, Matayo Mulumbi kushikiliwa na Novemba 11 ni kwamba tayari misheni imefanikiwa. Sijakuelewa Ruby, unamaanisha kitu gani kusema hivyo? Mheshimiwa Rais, Matayo Mulumbi pamoja na mkurugenzi Romano wako katika misheni hatari sana. Na kwa sababu tayari tumejiridhisha kwamba Matayo yuko katika mikono yake Novemba 11, basi tunaingia katika hatua ya pili. Matayo ako na transmitter shingoni ambayo inatuonyesha mahali alipo. Ramani yetu inatuonyesha Matayo yuko katika kanisa la Washindi. Mheshimiwa Rais, hapo ndipo alipo Novemba 11. Ninaomba sasa itumike nguvu kubwa sana ya dola kuhakikisha kwamba mahali hapo panazingirwa na Novemba 11 na mtandao wake wote wanatiwa nguvuni. Mahali hapa Ruby, hebu subiri kwanza. Una uhakika kweli kwamba Matayo yuko katika kanisa la Washindi kama ambavyo unazungumza? Ndio Mheshimiwa Rais, Matayo yuko hapo. Sawa. Alikuwa anazungumza vile Mheshimiwa Rais na pale pale ghafla tu alikata simu. Bila kupoteza muda alimpigia simu mkuu wa majeshi, akampatia maelekezo ya kutuma kikosi maalum cha makomando kwenda hapo katika kanisa la Washindi kwa ajili ya kumkamata Novemba 11, pamoja na kuwaokoa Matayo Mulumbi na mkurugenzi Romano Mapunda. Mheshimiwa Rais alimpatia namba ya simu ya Ruby ili kusudi ampatie mkuu wa hicho kikosi kitakachotumwa kwa ajili ya mawasiliano, kwa sababu wakina Ruby ndio walikuwa nafuatilia transmitter ambayo iko katika mwili wa Matayo. Mara baada ya kutoa maelekezo hayo, Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo mengine na maandalizi ya safari ya kurejea Dar es Salaam yalifanyika mara moja, na ndani ya nusu saa alikuwa hewani kurejea Dar es Salaam. Tukielekea sasa huko katika kanisa la Washindi Dar es Salaam, ambako ndio tumegundua kwamba ili kuwepo ngome ya hawa Novemba 11, kuna mazungumzo yalikuwa yanaendelea. Romano, huku chini hakuna kabisa kamera wala hakuna mtu yoyote atakayesikia mazungumzo yetu. Nataka kujua ni kitu gani ambacho kimekuleta hapa.
Alikuwa anauliza vile swali Arufayo. Arufa, kabla sijakupatia jibu la swali lako, kwanza nataka maelezo yako. Ni kitu gani ambacho kilikutokea? Na ni kwa nini uko pamoja na hawa jamaa? Hebu niambie historia yako yote na nitakuamini mdogo wangu. Alikuwa anazungumza vile Romano. Arufayo aliinamisha kichwa kufikiria kidogo na kisha kuzungumza. Unakumbuka kwamba kuna mtu aliwahi kukupigia simu siku lilipotokea lile shambulio la Novemba 11 na kukutaka usiende kabisa uwanjani? Ndio, nakumbuka. Basi mimi ndio nilikupigia simu ile siku kukuonya kwamba usiende uwanjani mara baada ya kuliona jina lako katika orodha ya viongozi ambao walikuwa wamealikwa kuhudhuria uzinduzi wa uwanja. Alikuwa anazungumza vile Arufayo. Romano alimtazama mdogo wake Arufayo kwa sekunde chache na kisha akatabasamu na kuzungumza. Sauti ile bado naisikia mpaka leo katika masikio yangu, na kila siku nilikuwa najiambia tu kwamba hii ni sauti ya Arufayo. Alikuwa anazungumza vile Romano, na ghafla tabasamu likapotea katika sura ya Romano. Lakini sasa kila pale ambapo nilikuwa najiuliza Arufayo alijua vipi kuhusu kitakachotokea pale uwanjani siku ile, najikuta nilikuwa napoteza kabisa tumaini kama aliyenipigia simu siku ile ni wewe. Ni kweli kabisa Romano, niliyepiga simu kukuonya kwamba usiende uwanjani siku ile ni mimi. Lakini kabla ya siku ile nilikuwa nimeshawahi kupigiwa simu kutoka nchini Kongo na mtu ambaye hakuwa anazungumza kitu chochote, na nilikuwa napokea simu. Baadaye hilo zoezi lilikoma na halikuendelea tena. Wewe ndiye ambaye ulikuwa unanipigia simu wakati ule? Alikuwa anauliza vile swali mkurugenzi Romano. Arufayo alitikisa kichwa kukubali kwamba alikuwa ni yeye. Ni kitu gani sasa kilitokea Arufayo huko Kongo ambako mlikwenda kwenye misheni? Na ni namna gani umeweza kuwa hai mpaka sasa tofauti na taarifa zilizotangazwa kwamba ulifariki? Ni simulizi ndefu sana Romano, na hiyo nitakueleza wakati mwingine. Hapana Arufayo, nahitaji kujua sasa hivi. Alikuwa anazungumza vile mkurugenzi Romano. Arufayo alimtazama ndugu yake kwa sekunde chache na kisha akazungumza. Mimi sikufariki kabisa Romano. Taarifa zile za kifo changu hazikuwa na ukweli. Mimi na wenzangu uliotuona katika kile chumba wote tulinusurika katika ile tukio. Unamaanisha kwamba ninyi wote kwenye kile chumba ndio wale majasusi ambao mlinusurika kule kwenye shambulio Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Na ni kitu gani hasa ambacho kilitokea? Naomba uniambie tafadhali sana Arufayo. Ni hadithi ndefu sana Romano, lakini nitakueleza kwa ufupi tu. Alikuwa anazungumza vile Arufayo alinyamaza kwa sekunde chache na kisha akazungumza. Kuna afisa mmoja wa jeshi la Kongo alinifuata katika kambi yetu. Akaniomba tutoke kidogo tuelekee katika kijiji cha jirani tukapate kinywaji. Afisa huyo alikuwa na urafiki mkubwa sana na IGP Manuma, ambaye alinielekeza kwamba nikifika Kongo nionane naye, atakuwa ananisaidia kwa mambo mbalimbali na hasa katika mawasiliano na familia yangu. Mke wangu ni mtoto wa kaka yake na IGP Manuma. Bila shaka unajua hilo. Ni kweli kabisa, nilionana na huyo afisa wa jeshi, tukawa ni marafiki wakubwa kabisa. Alikuwa akifika mara kwa mara katika kambi yetu kujua maendeleo yangu na kuniletea vitu mbalimbali, vile vile kunisaidia kuwasiliana na familia yangu. Siku hiyo alikuja kambini na kunitaka tutoke kama ambavyo nimekueleza. Na wakati huo tulikuwa tumetoka katika mapigano makali sana na waasi siku chache tu zilizopita na kuwafurushia mbali, na tukateka himaya yao na tulikamata kiasi kikubwa sana cha dhahabu. Kwa hivyo kazi kubwa tuliyokuwa nayo ilikuwa ni ulinzi wa kambi, na huku tukisubiria taarifa za kiintelijensia kujua ni mahali gani ambako waasi walikuwa wamekimbilia. Na kwa sababu hatukuwa na kazi sana, niliwaomba wenzangu tuongozane nao, na jumla tulikuwa ni watu 9. Ni kweli kabisa, tuliingia katika gari lake na tukaondoka kuelekea kwenye kijiji hicho cha jirani na kambi yetu. Na tukiwa hapo tunapata kinywaji,
Yule afisa akaniita kando na kisha kunieleza kwamba IGP Manoma alikuwa na mazungumzo na mimi. Na ni kweli kabisa, alimpigia simu IGP Manoma na kisha akanipatia nizungumze naye. IGP Manoma aliniambia kwamba alikuwa amemtuma huyu afisa kuja kuniondoa kambini kwa maksudi kabisa, kwa sababu alikuwa anajua kwamba kuna tukio lingetokea usiku ule pale kambini. Nilimuuliza swali kwamba ni tukio gani. Akaniambia kwamba kuna mauaji yatafanyika na watu wote katika ile kambi wanatakiwa kuuawa. Nikamuuliza sababu za kutakiwa watu wote tuuawe. Akaniambia kwamba kuna mtandao wa viongozi wa jeshi pamoja na viongozi wa siasa kutoka nchini Tanzania pamoja na Kongo wanataka kutumaliza sisi na kisha kuichukua dhahabu yote ambayo tulikuwa tumeiteka kutoka kwa waasi. Akanitaka nisirejee kabisa kambini siku ile. Nilimshukuru sana kwa taarifa ile. Yule afisa ili kusudi kuhakikisha kwamba haturejee tena kambini usiku ule, alitukodishia nyumba ya kulala na aliahidi kwamba ataturejesha kambini asubuhi ya kesho yake. Alikuwa anataka kutuchukulia na wanawake wa kulala nao kabisa, lakini sote tulikataa. Yeye alichukua wanawake wawili akaenda nao chumbani kwake na kulala. Mimi sasa pale ikabidi niwaite wenzangu na kisha kuwaeleza kile ambacho nilikuwa nimeambiwa na IGP Manoma. Wenzangu walishtuka sana kusema kweli, na tulizungumza pale na kuamua liwalo na liwe, lakini ni lazima turejee kambini tukawasaidia wenzetu. Tukalisukuma gari la wale afisa kwa umbali wa mita kadhaa. Lilikuwa ni gari la jeshi. Tukaliwasha na tukaanza safari ya kurejea kambini kusaidia wenzetu. Tulipofika tulikuta zoezi la kupakia dhahabu katika gari kubwa likiendelea, na tayari wenzetu wote walikuwa wameshauawa. Walianza kutushambulia na sisi na tukakimbia. Wenzetu wawili wakauawa, mimi pamoja na wenzangu 7 tukafanikiwa kutoroka. Tulikimbia tu bila kujua tulikuwa tunaelekea ilikuwa ni wapi. Ndipo sasa tukajikuta tuko katika himaya ya kundi jingine kabisa la waasi, japo hili lilikuwa ni kundi dogo. Alikuwa anasimulia vile Alfayo. Kwa sasa Alfayo unamaanisha kwamba IGP Manoma naye alikuwa katika mtandao huu ambao uliratibu yale mauaji, na hivyo akaamua kuvujisha siri na kuambia nyinyi ili kusudi mtoroke. IGP Manoma yeye alihusishwa katika huu mtandao, lakini alikataa na akapewa onyo kali kwamba atauawa yeye pamoja na familia yake yote kama tu asipokubali kujiunga nao. Sawa, endelea. Wale waasi walitukamata wakatuhoji kujua kilichotutokea ni kitu gani. Tuliwaeleza, lakini hawakukubali kabisa kutuachia. Tukawa mateka wao. Walituhamisha sehemu mbalimbali ambazo walikuwa nahamia, kwa sababu walikuwa naishi kwa kuwa mama. Siku moja alikuja kiongozi wao ambaye alikuwa naishi nje ya nchi. Alikuja kwa helikopta na tukatambulishwa kama mateka wa vita. Alituhoji, tukamweleza kila kitu. Hakutusaidia chochote. Akaelekeza tuendelee kushikiliwa mateka vile vile. Mara baada ya wiki kadhaa lilikuja gari na kisha likatuchukua msituni na kutupeleka jijini Kinshasa. Huko tuliwekwa katika nyumba moja nzuri sana ambayo ilikuwa na ulinzi mkali sana. Na hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza kabisa. Mara baada ya miezi kadhaa wote tulipata maji ya kuoga, tulipata kubadilisha mavazi na kula chakula kizuri kama binadamu. Tulishangaa sana kuona kwamba tulikuwa tumefanywa mabadiliko yale ya ghafla, kwa sababu tulikuwa tumeshikiliwa kwa miezi mingi sana, lakini hata kuoga tu ilikuwa ni mtihani. Tulikaa kwa wiki 2 ndani ya hiyo nyumba. Hatukuweza kabisa kutazama nje kujua kinachoendelea, lakini hiyo haikuwa ni shida kwetu, kwa sababu kile ambacho tulikuwa tunashukuru ni kwamba tulikuwa tumeondolewa msituni na sasa tulikuwa tunaishi mahali pazuri. Mara baada ya wiki 2 wakaja wazungu 4. Walijitambulisha kwetu majina yao na sisi tukajitambulisha kwao. Walituambia kwamba walikuwa wametununua kutoka kwa kundi la waasi, na tuliambiwa kwamba tumenunuliwa kwa gharama kubwa sana kwa ajili ya kazi maalum. Na kabla hao wazungu hawajatuambia ilikuwa ni kazi gani ambayo walikuwa wanahitaji tuifanye, walitueleza kwanza ni kitu gani ambacho kilikuwa kimetokea.
walikuwa na orodha ya watu wote walioshiriki katika yale mauaji ya wenzetu. Tuliumia sana kusema ukweli, hasa mara baada ya kubaini kwamba wengine walikuwa ni viongozi wetu. Kwa mfano, aliyekuwa waziri wa ulinzi wa wakati ule, ambaye baadaye alikuja kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, David Kachembeho, na yeye alikuwa ni miongoni mwa viongozi wakubwa kabisa waliopanga mpango wa sisi kuuawa huko Kongo. Na tulielezwa kila kitu ambacho kilikuwa kimetokea na kwamba tayari sisi tulikwisha tangazwa kwamba tumekufa. Tuliumia sana kusema kweli kabisa, kwa sababu tulikuwa kule Kongo kwa ajili ya kuwasaidia ndugu zetu kuwaondoa waasi, ili kusudi na wao waishi kwa amani kama sisi wa Tanzania tunavyoishi kwa amani katika nchi yetu. Tulikuwa nchini Kongo kwa ajili ya kutimiza jukumu muhimu kabisa ambalo tulikuwa tumetumwa na nchi yetu, tukiweka rehani hata maisha yetu. Lakini sasa viongozi wachache wenye kuanza matumbo yao, walafi na wabadhirifu wa mali za umma, waliamua kutumaliza kabisa sisi ili kusudi waweze kujipatia madini na dhahabu ambayo tulikuwa tumeikomboa kutokea kwa waasi. Dhahabu ile naweza kusema kwamba ilikuwa ni mali ya nchi ya Kongo na ambayo ilikuwa inatakiwa kuwanufaisha wananchi wa Kongo. Lakini huo mtandao wa watu wachache hukulizingatia hilo. Wao kile ambacho walikuwa najali ni kutimiza haja yao ya kupora hiyo dhahabu pamoja na madini yote, bila hata kujali maisha ya watu ambao wataondoka. Kusema kweli kabisa, ilitumiza sana, kwa sababu hata familia zetu zilianza kuteseka kwa ajili ya washenzi wachache ambao wao familia zao sasa zilianza kuishi kama ziko peponi. Wale jamaa wazungu walikuwa na taarifa zote kuhusu hali ya familia zetu na namna vile ambavyo zilikuwa zinateseka pia, na kila mtu alielezwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea kwa familia yake, na tulikuwa tunaonyeshwa mpaka picha pia, lakini hakuna ambaye alikuwa na wajali. Lakini mimi nashukuru sana kwa familia yangu haikutetereka, kwa sababu wewe ulisimama imara kabisa kuhakikisha wanaendelea kuwa na maisha mazuri. Na kama sio wewe, Romano, kaka yangu, hata sio familia yangu ingeishi vipi. Nakushukuru sana brother. Alikuwa anazungumza bila Arufayo. Familia yangu ni yako pia, Arufayo. Kwa hivyo naweza kusema kwamba ulikuwa ni wajibu wangu kuhakikisha kwamba wanaishi vizuri hata kama wewe haukuwepo. Mara baada sasa ya sisi wote 7 kuingia katika mikono ya wale wazungu ambao hatukujua kabisa ni kitu gani ambacho walikuwa wanahitaji kutokea kwetu, tulianza kuishi maisha mazuri sana. Tulikuwa tunapata kila kitu ambacho tulikuwa tunahitaji, na tulikuwa huru kutumia hata simu. Lakini tulipewa angalizo kwamba familia zetu huko Tanzania hazipaswi kabisa kujua kama tuko hai, kwa sababu tunaweza kuziweka familia hizo katika hatari kubwa ya kuuawa. Na hii ndio sababu hata mimi nilikuwa nakupigia simu lakini sikuwa nazungumza chochote. Nilikuwa natamani sana ujue kwamba bado nilikuwa hai, na nilikuwa nakuomba uniangalizie familia yangu. Lakini sasa nilikuwa naogopa, na hiyo haikuwa kwangu peke yangu, bali hata mwenzangu pia alikuwa anampigia mke wake simu kila siku usiku, wala hukusikia hata sauti yake tu, na simu ilipokuwa inapokelewa hakuwa anazungumza chochote. Kusema kweli kabisa, Romano, naweza kusema kwamba tulikuwa tunapitia wakati mgumu sana. Alikuwa anazungumza vile Arufayo alinyamaza na kisha kuvuta pumzi ndefu na kisha akaendelea. Mara baada ya kukaa kwa muda fulani Kinshasa huko Kongo, hatimaye sasa tulipata majina mapya na hati mpya kabisa za kusafiria, tukionekana kwamba ni raia wa nchi ya Kongo kabisa. Tuliondoka nchini Kongo na kwenda Ulaya. Sitaki kusema tulielekea nchi gani, lakini tulipelekwa Ulaya. Kule maisha yetu yalibadilika kwa 100%. Tulipata majina mengine mapya na uraia vile vile. Tukiwa kule ndipo sasa tukaelezwa kile ambacho wale jamaa waliotununua, ama naweza kusema kwamba wakombozi wetu walikuwa na kihitaji kutokea kwetu. Kwanza kabisa walituuliza ni kitu gani ambacho kila mtu alikuwa anahitaji, na tuliwajibu kwamba kwanza tulikuwa tunahitaji kulipiza kisasi kwa viongozi wote walioshiriki katika ile mauaji kwa makusudi kabisa.
hatukuwa tunataka hata mmoja abaki kuwa hai. Tulikuwa tunataka kuwafagia wote ili kusudi na wao familia zao ziteseke kama zetu zilivyokuwa zinateseka. Walikubaliana na hitaji letu na wakaongeza kwamba watatusaidia katika jambo lile, na vile vile familia zetu zitahamishwa zote kwenda nje ya nchi ambako watapata uraia na kuishi huko kwa maisha yao yote yaliyobaki. Na ili kusudi hayo yote yafanikiwe, nao pia walisema kwamba walikuwa na mahitaji yao ambayo sisi tunatakiwa kuwasaidia kuyafanikisha. Na ni kweli kabisa, walitueleza yote ambayo walikuwa wanahitaji kutokea kwetu, na sisi hatukuwa na namna nyingine zaidi ya kukubali tu kuyatekeleza. Na ili kutekeleza hiyo mipango yao yote, ndipo sasa ilipotulazimu turejee tena hapa Tanzania, lakini tukarejea tukiwa na majina mapya kabisa, na hatukuwa tena raia wa Tanzania. Tulirejea Tanzania kwa mwamvuli wa kusambaza Injili. Tulifanikiwa kupata vibali vya ukazi vya muda mrefu, na kabla ya kufanya chochote kwanza tulilazimika kutekeleza mpango wa kulipiza kisasi kwa viongozi wote walioshiriki katika yale mauaji ya wanajeshi kule Kongo. Haukuwa ni mpango wa siku, wiki ama mwezi, bali ulikuwa ni mpango wa muda mrefu sana, kwa sababu ulichukua miaka miwili. Na ili kufanikisha huo mpango wetu, tulilazimika kuanza kwa ujenzi wa uwanja mkubwa wa michezo hapa Dar es Salaam. Wazo hilo likafikishwa katika uongozi wa jiji na kuahidiwa kupewa mkopo usiokuwa na riba kwa ajili ya ujenzi wa huo uwanja, na wazo likapita. Mkopo kweli kabisa ukatolewa na benki moja ya kimataifa na uwanja ukajengwa. Uwanja ulipomalizika, ndipo sasa likatokea lile tukio la Novemba 11. Na kumbe wakina Mathayo walikuwa sahihi kabisa kwamba shambulio lile liliwalenga baadhi ya watu ambao sasa ndio nimegundua kwamba liliwalenga viongozi wote ambao ndio walishiriki katika mauaji ya wanajeshi kule Kongo. Alikuwa na waza vile mkurugenzi Romano. Nililiona pia jina lako katika orodha ya watu walioalikwa kuhudhuria ufunguzi wa ule uwanja Romano. Ndipo sasa nikakupigia simu na kukuonya usiende uwanjani. Nilimtumia pia message ya IGP Manuma kwamba asiende kabisa uwanjani siku ile, lakini yeye alipuuza. Alienda, lakini hakurejea tena. Karibia watu wote walioshiriki katika ule mtandao walialikwa katika ufunguzi wa uwanja, na wote hakuna ambaye alibaki kuwa hai. Walikufa siku ile ile Novemba 11. Waliobaki walikuwa ni wachache sana kwa sababu maalum, akiwemo kinara wa mtandao ule ambaye ni Balozi Festus Murunga. Huyu ilielekezwa abaki kuwa hai kwa sababu maalum, kwani wafadhili wetu walikuwa wanahitaji kumtumia kwa jambo mahususi. Kwa sasa sisi ndio naweza kusema kwamba tulifanya lile shambulio la Novemba 11 kwa ajili ya kulipiza kisasi kwa viongozi wote walioshiriki katika yale mauaji ya wanajeshi wenzetu kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpaka sasa hakuna mtu ambaye anajua kwamba sisi tunahusika, kwa sababu shambulio hilo liliratibiwa kwa umakini wa hali ya juu sana. Alikuwa anazungumza pale Arufayo, matone ya jasho yalikuwa yanaonekana katika uso wake Romano. Alikuwa anahisi joto sio joto, baridi sio baridi. Mdogo wake Arufayo alikuwa anazungumza bila kuonyesha hata chembe ya hofu, na mambo ambayo alikuwa anazungumza yalikuwa ni mazito mno. Na kumbe kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea hapa nchini ilikuwa ni kisasi kwa yale mauaji ambayo yalitokea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wale majasusi 7 walioponea chupuchupu kuuawa kule Kongo ndio hao waliokuja sasa kutengeneza kundi la Ezego. Vipi Romano? Mbona umekaa kimya ghafla? Alikuwa anauliza bali swali Arufayo, na huku alikuwa anacheka. Nimekaa kimya kwa sababu zaidi ya watu 3,000 walipoteza maisha ile siku bila hatia yoyote ile.
wanaume, vijana kwa watoto, wote walipoteza maisha. Lakini watu ambao walikuwa wanatakiwa kuuawa kama ambavyo unasema hapa Arufayo hawafiki hata 100. Ni kwa nini sasa mlimwaga damu nyingi za watu wasiokuwa na hatia kiasi kama kile? Alikuwa anauliza pale swali Romano. Tusingeweza kabisa kuwapata viongozi wote kwa wakati mmoja kisha kuwamaliza. Na hata kama tungewaua wao peke yao, lazima tungejulikana mara moja kwamba walikuwa wamelengwa wao. Kwa hiyo ndio sababu iliyopelekea tukaamua kufanya tukio kubwa kama lile, ili kusudi isipate kufahamika kama lile walenga baadhi ya watu tu basi. Ule ulikuwa ni ukatili mkubwa sana Arufayo. Ndio ulikuwa ni ukatili, lakini sasa halikuwa ni kusudio letu kuwa wakatili. Watu wachache walafi tu wa madaraka na pesa za umma walioweka mbele matumbo yao walitubadilisha kutoka kuwa wazalendo wa nchi hii na kuwa wakatili. Wao ndio waliosababisha kuwepo kwa neno Ezego. Na maana ya neno hili kwa Kiingereza ni exit Zachary Intergost. Na kwa tafsiri ya Kiswahili ambayo sio rasmi, inamaanisha kwamba ondoa Zakaria, ingiza mzimu, shetani au roho mbaya. Zakaria linasimama badala ya majina yetu 7 ambayo ni Zakayo, Arufayo, Hamis, Atanas, Rems, Ignas pamoja na Alex. Sisi 7 ndio tulionusurika kwenye mauaji ya makusudi kabisa kule Kongo. Na tumerejea Tanzania kama mizimu ili kusudi kuwawinda wale wote walioyabadili maisha yetu. Wanajua kwamba sisi tulikufa muda mrefu. Na ndio maana sisi tukaona kwamba turejee kama mzimu. Na ndio maana sisi tukaona kwamba turejee kama mizimu. Hatukutaka kabisa iwe hivi, bali tumelazimishwa kuwa wakatili. Kwa hivyo naamini umenielewa vizuri kabisa ndugu yangu. Alikuwa anamaliza kutoa simulizi yake Arufayo. Arufayo, kwanza kabisa mimi nakushukuru sana kwa kuniokoa siku ile. Ni kweli kabisa mimi nilialikwa katika tukio la Novemba 11 na nilikuwa tayari kwenda uwanjani. Na kama sio wewe, kweli kabisa nisingekuwa hai sasa hivi. Jina lako liliingizwa kimakosa Romano, kwa sababu wewe hukuhusika kabisa katika mtandao ule. Lakini ulionekana kama vile unahusika kwa sababu ya ukaribu wako na Balozi Festus Murunga. Kwa hivyo kama na wewe ungepuuza onyo ambalo nilikupatia, tusingekuwa na wewe sasa hivi. Lakini sasa Arufayo, ilikuwaje mpaka Balozi Festus akaachwa huru? Na wakati yule ndio alikuwa ni kinara wa ule mtandao wa kuwaua nyinyi kule Kongo pamoja na waziri wa ulinzi wa wakati ule David Kachembeho. Malengo yetu yalikuwa ni kuhakikisha wote waliohusika wanalipa uovu wao. Lakini waliofadhili huo mpango walipendekeza kwamba Balozi Festus asihusishwe kwa sababu ana kazi yake mahususi atakayoifanya. Na kabla ya shambulio alielezwa kila kitu ambacho kitatokea, na sababu ya yeye kubaki hai pia alielezwa. Yeye ndiye aliyesimamia zoezi la utengenezaji wa mabomu yote yaliyotumika katika lile shambulio. Arufayo, nakushukuru sana kwa kuniambia ukweli kabisa. Lakini nimesikitishwa sana na uwepo wako katika hili kundi baya kabisa ambalo malengo yake ni kuipeleka nchi katika shimo la moto. Lakini mimi sio mtu wa kunilaumu brother. Siku zote watu huwa wanabadilishwa na watu. Unanijua vizuri kabisa Romano, mimi sikuwa hivi nilivyo leo. Sikuwahi wala sikuwa kabisa na roho mbaya. Siku zote nilikuwa ni mtu mzalendo kwa nchi yangu. Lakini sasa mafisadi wachache ndio waliotubadilisha tukawa hivi. Lakini kuna kitu ambacho nataka kujua Romano. Ni kwa nini uko hapa? Kwa sababu nakujua vizuri kabisa kwamba wewe ni mtu mwenye misimamo mikali sana isiyoyumba. Ni mtu ambaye hata kwa kutishiwa kuuawa huwezi kabisa kuisaliti nchi yako.
Wewe ni mmoja kati ya wazalendo wachache ambao wako tayari kutetea nchi hata kwa kumwaga damu. Kuisaliti nchi hii na kujiunga na sisi, hilo nakataa kabisa. Na kuamua kumsaliti Matayo Mulumbe na kujiunga na sisi, hilo pia nakataa kabisa Romano. Nasema kwamba nakataa kwa sababu nakujua vizuri kabisa kuliko wenzangu wote ambao niko nao hapa, ambao wao tayari wamekuamini. Tafadhali sana Romano, naomba unieleze ukweli kabisa. Nini hasa malengo yako? Kwa sababu tangu ulipojiunga na sisi nilikuwa najua wazi kabisa kwamba lazima kuna kitu ambacho unatafuta. Wewe sio mtu wa kurubuniwa na pesa tu ukakubali, na kujua vizuri. Naomba tafadhali niambie ukweli kabisa ndugu yangu. Ni kitu gani hasa ambacho unakitafuta kwetu? Alikuwa anauliza pale swali Arufayo. Na ni kweli kabisa msikilizaji, sisi tunajua kwamba mkurugenzi Romano yuko hapa kwa ajili ya kuwachunguza tu hawa Ezego. Je, atamweleza ukweli kabisa mdogo wake Arufayo kwamba yuko hapa kwa ajili ya kuwachunguza na kwamba yuko njia moja na Matayo, na hapa kuna mpango kabambe ambao walikuwa wameupanga ili kusudi kuwaangusha hawa wakina Ezego? Ama hatamweleza ukweli? Sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi yote ya Novemba 11. Safari ndefu hatimaye sasa inaisha ukingoni. Mimi naitwa Felix Ezego. Bila shaka msikilizaji umeshajua Ezego walikuwa ni wale wanajeshi ama majasusi 7 waliopona kule Kongo. Lengo lao ilikuwa ni kulipiza kisasi kwa viongozi wote waliofanya mission ya kuwaua. Lakini kwa sababu kuna wazungu walikuwa chini yao, basi ili walazimu sasa kuendelea kutekeleza kila kitu ambacho wazungu walikuwa nataka. Hii ni sehemu ya mwisho kabisa ya Novemba 11 iliyoandikwa na mtunzi Patrick Sekei. Sehemu iliyopita, kama utakuwa unakumbuka vizuri, tulipokuwa tumeishia ilikuwa ni pale ambapo Ezego, ambao tumeshawajua kwamba ni kundi la watu 7, wamekubaliana kwa pamoja kwamba wazo la mkurugenzi Romano la kumpigia simu Mheshimiwa Rais ili wafanye mabadilishano ya Matayo Mulumbe pamoja na Barozi Festus Murunga lilikuwa ni wazo zuri. Lakini sasa wakati haya yote yanaendelea, tumeshafahamu kwamba kumbe hawa Ezego walikuwa ni wale majasusi 7 ambao walikuwa wamepona katika shambulio la kuuawa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili tu madini ambayo walikuwa wamechukua kwa waasi yachukuliwe. Na lengo lao sasa lilikuwa ni kulipiza kisasi kwa viongozi wote waliohusika katika misheni ile. Mmoja kati ya hawa majasusi alikuwa ni Arufayo, ambaye tunajua kwamba ni ndugu yake wa damu kabisa na mkurugenzi Romano. Swali ambalo mimi pamoja na Albert Senzoya tunajiuliza hapa ni kwamba, je, mkurugenzi Romano atakubali Ezego apotezwe ikiwa mdogo wake pia yumo katika hilo kundi la Ezego? Majibu ya maswali yote niko nayo hapa, kwa sababu leo ndio tunaimaliza kabisa Novemba 11. Lakini sasa kuna kitu ambacho nataka kujua kutokea kwako Romano. Ni kwa nini uko hapa Romano? Kwa sababu nakufahamu vizuri kabisa wewe ni mtu mwenye misimamo isiyoyumba. Ni mtu ambaye hata kwa kutishiwa kuuawa huwezi kabisa kuisaliti nchi. Wewe ni mmoja kati ya wazalendo wachache ambao wako tayari kuitetea nchi hata kwa kumwaga damu zao. Kuisaliti nchi na kujiunga na sisi, hilo nalikataa. Kuamua kumsaliti Matayo, hilo pia nalikataa. Nasema kwamba nakataa kwa sababu nakujua vizuri kabisa kuliko wenzangu wote ambao tayari wamekuamini. Kwa tafadhali sana Romano, naomba uniambie ukweli wote, ni nini hasa malengo yako?
Maana tangu alipojiunga na sisi nilikuwa najua kabisa kwamba kuna kitu ambacho wanakitafuta. Wewe sio mtu wa kurubuni wana fedha. Kwa hivyo naomba sana tafadhali niambie ukweli ndugu yangu, nini hasa unachokitafuta? Arufayo alikuwa anauliza vile swali na huku alikuwa anamtazama mkurugenzi Romano kwa umakini sana. Arufayo, naweza kusema kwamba mimi na wewe ni mapacha ambao tunafahamiana muda mrefu sana. Kwa hivyo siwezi kuzungumza uongo kabisa kwako. Nitakueleza ukweli. Uko sahihi kabisa kwamba nipo hapa kwa sababu kuna kitu ambacho natafuta. Na ninaweza kusema kwamba sio kitu kimoja tu, bali ni mambo mawili. Jambo la kwanza kabisa, nilikuwa nahitaji kujua kama ndugu yangu yuko hai ambaye ni wewe. Kwa sababu ile sauti iliyonipigia simu kunionya nisiende uwanjani, nilikuwa najua kabisa kwamba ni sauti ya pacha wangu Arufayo. Lakini pia nilijiunga na nyinyi ili kusudi nipate kujua kama kweli kabisa wewe uko hai, na kama kweli wewe ndio uliyenipigia simu ile siku, na kama ni kweli unahusika katika lile shambulio la Novemba 11. Hiyo ndio sababu ya kwanza ni kwa nini nimejiunga na huu mtandao wenu. Alikuwa anazungumza pale mkurugenzi Romano. Alijamaza kidogo na kisha kuendelea kuzungumza. Na sababu ya pili ni kwa sababu nimekuwa nikihitaji sana kumjua Ezego ama Novemba 11 ni nani. Tangu nimejiunga na huu mtandao nimekuwa nikiambiwa kwamba huyo ni mtu asiyeonekana. Kauli ile watawala sana kwa wana mtandao wenu ni kwamba huwezi kabisa kumuona Ezego kwa sababu ni kama mzimu. Kwa hivyo mimi nilikuwa nahitaji kumjua huyo mtu ni nani, na ndio maana leo niko hapa. Na tayari umeshakwisha fahamu nini maana ya Ezego Romano. Na umefahamu pia nani ndio Ezego mwenyewe. Kwa hivyo sasa mipango yako ni gani baada ya kumfahamu Ezego? Ni kuangusha nyinyi wote mnaounda kundi la Ezego. Alikuwa anazungumza vile mkurugenzi Romano bila hata kupepesa macho. Tukiacha ukatili ule mkubwa sana mliofanya Novemba 11 mwaka jana, lakini bado tu mmeendelea kuihujumu nchi yetu ya Tanzania. Na bado mnaendelea kufanya mauaji kila siku na subiri kidogo Romano. Arufayo alikuwa anazungumza vile na kumkatiza ndugu yake Romano. Tukio la Novemba 11 lilikuwa ni la kwetu sisi. Mimi pamoja na wenzangu tulikuwa tunalipiza kisasi kwa viongozi wote waliotufanyia ukatili ule mkubwa. Na mara baada ya tukio lile sisi tulimaliza hasira zetu kwa sababu tuliwalipia kisasi wenzetu waliouawa kiukatili. Na kama nilivyokueleza tu kwamba wafadhili waliotununua kutokea kwa waasi kule Kongo, na wao pia walikuwa na mipango yao ambayo tulikubali kuwasaidia kuitekeleza kwa sababu wao pia walitusaidia sisi. Kwa hivyo hata kile ambacho kinaendelea sasa hivi hapa nchini Tanzania sio mipango yetu, bali ni mipango ya hao wafadhili wetu Romano. Walitutoa msituni, wametusaidia kulipiza kisasi, na sasa na sisi ni zamu yetu kufanya sehemu yetu ya makubaliano. Balozi Festus Murunga pamoja na marehemu Waziri Mkuu David Kachembeho waliachwa kwa malengo maalum. Kwa Festus aliachwa ili kusudi aweze kusaidia kulieneza swala la mapenzi ya jinsia moja hapa nchini Tanzania. Na anachofanya Balozi Festus ni kama adhabu aliyopewa badala ya kuuawa kama wenzie. Na marehemu David Kachembeho na yeye aliachwa makusudi kwa ajili ya kupata njia ya kupita kuingia serikalini na kwenda kufanikisha mipango mbalimbali ya wafadhili. Alikuwa anazungumza bila ya Arufayo. Kusema kweli kabisa Arufayo, hata ninapokutazama najikuta naingiwa na uoga. Kwa sababu umekuwa ni mtu wa tofauti kabisa na yule ndugu yangu ambaye nilikuwa namjua mwanzo. Kwa sasa umekuwa ni mtu mkatili kupita kiasi Arufayo. Hawa vijana mnaowaingiza katika huu ushenzi wamewakosea kitu gani?
Na je, wazazi wao ndio walioratibu mauaji ya wenzenu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Na je, familia zao ndizo zilizowafikisha hapa mlipofika leo? Hakuna chochote ambacho unaweza kunielewa Romano. Lakini sisi tuna makubaliano na wafadhili wetu, na hiki ambacho tunakifanya ni sehemu ya makubaliano. Mara baada ya kumaliza sehemu yetu ya makubaliano, tutaondoka na kwenda kuendelea tuna mambo mengine. Na kuhusu mapenzi kwa nchi yetu, naweza kusema kwamba hayapo tena. Kwa sasa sioni huruma kwa mtu yoyote ule. Lakini sasa Arufayo, kumbuka kwamba hata wewe, familia yako bado wako hapa nchini. Ni vipi kama watoto wako akajikuta katika hilo tatizo? Romano, tunaposema exist Zakari interrosti, tunamaanisha kwamba hakuna miongoni mwetu aliye na roho ya kibinadamu hata mmoja. Na ndio maana unaona hatua ni uchungu kabisa kufanya haya yote ambayo tunayafanya. Hii nchi kwa sasa itazamishwa katika matope. Kuna mipango mingi sana inakuja, na ambayo kwa gharama zozote zile lazima tuhakikishe kwamba tumeifanikisha. Mungu wangu. Romano, nataka unieleze ukweli kabisa. Je, uko pamoja na Matayo Malumbi? Na kumleta hapa kwetu ni moja kati ya mipango yenu? Niambie ukweli bila kunificha, pengine naweza kukusaidia. Kwa sababu sitaki kabisa kaka yangu uingie katika matatizo. Alikuwa anazungumza vile Arufayo. Arufayo, wewe ni ndugu yangu kabisa. Na siwezi kukuficha kitu, kama wewe ambavyo umenieleza kila kitu kwa wazi. Ni kweli kabisa, mimi pamoja na Matayo tumekuja hapa kwa ajili ya kusambaratisha kabisa mtandao wa Ezego. Romano, katika ujinga uliowahi kufanya, basi huu utakuwa nambari 1. Sikutegemea kabisa kama unaweza kuwa mjinga kiasi kama hiki. Hukupaswa kabisa hata kuota ndoto ya namna kama hii Romano. Kama serikali pamoja na nguvu zake zote imeshindwa kabisa, wewe utaweza vipi? Mtu mmoja tu. Ingekuwa ni mtu mwingine hapa, ningekuwa nimesha mfumo wa bongo wake sasa hivi. Lakini kwa sababu ni wewe ndugu yangu, basi nitakuondoa mahali hapa mara moja. Nitakupitisha kwenye njia za siri na utaondoka. Najua mimi naweza kuingia katika matatizo na wenzangu, lakini nitajua tu namna gani ya kumaliza matatizo. Nilikuokoa wakati ule, na leo nakuokoa tena Romano. Umeshafahamu kwamba mimi niko hai. Tafadhali sana, nenda kaendelee na shughuli zako na usijaribu tena kufanya ujinga kama huu ambao umeufanya leo. Alikuwa anazungumza pale Arufayo kwa sauti ya ukali. Lakini Arufayo, wewe ndiye mtu ambaye anapaswa kukuokoa ndugu yangu. Kubali kushirikiana na sisi. Mimi nitatumia nafasi yangu kama mkurugenzi wa idara ya ujasusi ya Tanzania. Nitazungumza na Mheshimiwa Rais, atakupatia msamaha na utaendelea kuishi maisha yako kwa amani kabisa. Hili ni dirisha la dhahabu kabisa limefunguliwa ndugu yangu. Naomba usikubali likafungwa. Narudia tena kwamba kama utakubali kushirikiana na sisi, nitasimama pamoja na wewe na kuhakikisha kwamba hauingii katika matatizo. Muda ni huu Arufayo. Alikuwa anazungumza vile Romano. Romano, nimetumia muda mrefu sana kuzungumza na wewe. Bila shaka wenzangu watakuwa wananihitaji muda huu. Kwa hivyo naomba nikutoe haraka mahali hapa kwa siri sana, na usitaki nikabali. Alikuwa anazungumza vile Arufayo, lakini sasa alinyamaza baada ya umeme kukata ghafla. Na muda wote ambao alikuwa anazungumza hapa, mkurugenzi Romano alikuwa anamsoma vizuri ndugu yake. Na mara tu umeme ulipokata, akamrukia kichwa kizito ambacho kilimpeleka ndugu yake sakafuni. Wakati anamtandika ndugu yake kwa kichwa, mkono wake wa kulia kwa kasi kubwa ulichoma bastora ya Arufayo. Arufayo alianguka chini kama furushi kwa sababu hakuwa amejiandaa kwa pigo lile. Romano, kwa kutumia uzoefu ambao alikuwa nao, aliweza kukisia mahali ambapo Arufayo alikuwa ameangukia, kwa sababu kulikuwa na giza totoro.
Akaizinga bastora na kisha kuashia risasi mbili. Arfayo alitoa mgono mkubwa na kisha taratibu sauti ilipungua na kuanza kusikika mkoromo mdogo. Akiwa bado amesimama tu Bwana Romano, huku bastora yake ikiwa mkononi, ghafla taa ziliwaka. Ndipo sasa aliposhuhudia ndugu yake alikuwa amelala katika dimbwe la damu. Alikuwa amempiga risasi moja shingoni na nyingine kifuani. Romano alianza kumuita mdogo wake Arfayo. Lakini sasa kwa bahati mbaya ama nzuri, Arfayo alikuwa ameshakata kauli. Alikuwa anamalizia sekunde zake za mwisho hapa duniani. Utanisamehe sana ndugu yangu. Nimekutafuta kwa muda mrefu sana kujua kama uko hai. Na siku tunapokutana ndio siku ambayo unaondoka duniani. Sikuwa nimetegemea kabisa kukumaliza ndugu yangu. Nilikuwa nataka nikudhibiti, na kumbe kwa bahati mbaya nimekupiga risasi sehemu mbaya. Utanisamehe sana kwa hilo Arfayo. Alikuwa anazungumza vile mkurugenzi Romano kwa uchungu, na huku alikuwa anamtazama ndugu yake akiwa anakata roho na huku akiwa katika dimbwe la damu. Lakini pia katika upande mwingine sijalaumu kabisa kumuua, kwa sababu najua kabisa kwamba kama nisingemuahi basi angenemaliza mimi, kwa sababu alikuwa amekwisha kubadilika kabisa. Hakuwa yule Arfayo pacha wangu ambaye nilikuwa namjua kwa miaka mingi iliyopita. Huyu ameshakuwa kiumbe mwingine kabisa, mkatili asiyokuwa na hata chembe ya ubinadamu. Amekuwa na roho ya kishetani, japo mwili wake ni wa binadamu. Alikuwa anawaza pale tu mkurugenzi Romano mpaka pale alipokuja kutolewa katika mawazo baada ya kusikia sauti ya milio ya risasi. Nafikiri kwamba Matayo atakuwa ameshaanza kazi huko upande wa pili. Natakiwa kumsaidia. Alikuwa anawaza pale Romano, na huku alikuwa anafungua mlango taratibu, akachungulia nje na kutoka. Akaanza kupanda ngazi kuelekea juu, na kadiri vile ambavyo alikuwa anapanda ngazi ndivyo milio ya risasi ilikuwa inazidi kusikika. Romano akasimama. Lakini sasa mbona kama hayaonekani ni mapambano ya mtu mmoja? Naona kama hii imekuwa ni vita. Na hisi labda Robi atakuwa amefuata maelekezo tuliyompatia, akaomba msaada kutokea kwa Mheshimiwa Rais. Wacha kwanza nirudi nikajibanze huku chini mpaka nitakaposikia kumetulia ndipo nijitokeze. Alikuwa anawaza vile mkurugenzi Romano. Mara tu taa zilipozimika muda ule dakika chache zilizopita, makomando kutokea katika kambi ya Msoza waliingia ndani ya jengo ambamo Matayo alikuwemo. Taa zilipowashwa tayari walikwisha chukua nafasi zao na kuanza kazi mara moja, ambayo ndio ilikuwa imewapeleka mahali pale. Ezego ambao walikuwa wamekaa katika chumba cha mapumziko wakipata mvinyo, walishtushwa sana baada ya kusikia mlio wa risasi baada ya umeme kuzimika. Kila mtu alitoa bastora yake na mara taa zikawaka. Mvinyo ulikuwa ni kama vile umetoa pilipili. Haukunyweka tena, wakiamini kabisa kwamba kuna tatizo lilikuwa limetokea. Lakini sasa walikuwa wamechelewa, kwa sababu tayari jengo lilikuwa limeshazingirwa, na walipotakiwa kujisalimisha walianza mashambulizi. Yalikuwa ni mapigano makali sana, kwa sababu wale jamaa wao walikuwa ni wanajeshi na tena ni majasusi wakubwa. Kwa hivyo mbinu nyingi za mapambano walikuwa nazo. Lakini sasa pamoja na uwezo mkubwa ambao walikuwa nao, lakini sasa makomando hawa waliokuja walikuwa vizuri zaidi na kuwazidi nguvu. Wawili waliuawa kwa risasi. Mmoja akaamua kujirusha kutoka ghorofa ya 4 bila kujua kama kulikuwa na makomando wengine nje walikuwa wamezingira jengo. Watatu walitupa silaha chini, wakainua mikono yao juu na kujisalimisha. Msako mkali wa chumba kwa chumba ulianza mara moja katika hilo jengo. Matayo alikutwa katika chumba kimoja, akafunguliwa pingu ambazo alikuwa amefungwa. Tunatakiwa kumtafuta mkurugenzi Romano pamoja na mke wa Mheshimiwa Rais, ambaye nina uhakika kwamba atakuwa katika jengo hili pia. Alikuwa anazungumza pale Matayo. Wale jamaa watatu walikuwa wanatakiwa kuonyesha mahali aliko mke wa rais na wapi, na mmoja wao akaelekeza kwamba alikuwa katika chumba ambacho kilikuwa chini kabisa ya hilo jengo. Ni kweli kabisa, aliwaongoza makomando pamoja na Matayo mpaka katika chumba ambacho mke wa rais alikuwa amefungwa. Mlango ulifunguliwa. Mke wa rais alikutwa ndani, alikuwa amefungwa pingu. Mara moja aliweza kumtambua Matayo. Matayo.
Mama, pole sana. Kwa bahati nzuri kila kitu kimekwenda vizuri na uko salama sasa. Alikuwa anazungumza pale Mathayo na kisha alimfungua pingu mke wa rais na wakamtoa mle ndani. Wakati wanatoka, mlango wa chumba kingine ambacho kilikuwa chini ya jengo ulisikika ulikuwa unafunguliwa. Mkurugenzi Romano akajitokeza, akajitambulisha na Mathayo akawajulisha makomando kwamba huyu alikuwa naye. Tukielekea tena huko upande wa pili, simu ya Mheshimiwa Rais Dickson Mazwalo ilikuwa inaita. Mpigaji alikuwa ni mkuu wa majeshi ya Tanzania. Rais alishika simu ile na huku alikuwa anahisi mikono yake ilikuwa inatetema kwa sababu hakujua kabisa huyu mkuu wa majeshi alikuwa anahitaji kumpatia jibu gani. Hello CDF. Mheshimiwa Rais, nimekupigia simu na kujulisha kwamba vijana wameshamaliza kazi vizuri kabisa. Alikuwa anazungumza pale mkuu wa majeshi ambaye ni CDF. Rais akajikuta alikuwa anashusha pumzi ndefu. Taarifa niliyopewa Mheshimiwa Rais ni kwamba zoezi limekwenda vizuri. Mathayo Mwalumbi pamoja na mkurugenzi Romano Mapunda wote wamekombolewa, lakini haijiashia hapo. Pia wamefanikiwa kumkomboa First Lady akiwa mzima wa afya kabisa. Mheshimiwa Rais, asante sana Mungu wa mbinguni. Lakini vipi kuhusu Novemba 11? Na yeye pia amefanikiwa kukamatwa ama? Mheshimiwa Rais, wamekamatwa watu watatu ambao walijisalimisha kwa hiari yao wao wenyewe. Mmoja alijaribu kuruka gorofani lakini alifariki dunia muda mfupi baadaye kwa sababu alipoangukia aliumia sana. Wengine wawili walifariki dunia katika makabiliano ya risasi na makomando. Mmoja aliuawa na mkurugenzi Romano. Jumla walikuwa ni watu 7. Mtu mwingine ambaye amekamatwa nimeambiwa kwamba jina lake anaitwa Kuranga Adolfu Kuranga. Na jumla waliofariki ni 4 na walio hai ni 4 pia. Kuna mwili mwingine ulikutwa ndani ya gari na Mathayo ametuambia kwamba ni wa mtu anaitwa Theogenes. Mheshimiwa Rais, kanisa hilo la Ushindi kwa sasa liko chini ya uangalizi wa vijana. Miili ya watu waliofariki imepelekwa katika hospitali ya jeshi kuhifadhiwa, wakati wale 4 wamepelekwa katika kambi yetu ya Msonza. CDF, kusema kweli kabisa na kushukuru sana kwa taarifa nzuri. Kwa sasa niko safarini kutoka Dodoma na rejea Dar es Salaam. Nafikiri kwamba ndani ya dakika 15 zijazo nitakuwa nimeshatua. Nahitaji kuona na kuanza na Mathayo Mwalumbi pamoja na mkurugenzi Romano na kisha nitakuwa na kikao pamoja na ninyi. Mheshimiwa Rais, kwa sasa Mathayo Mwalumbi pamoja na mkurugenzi Romano wameelekea Ikulu kwa ajili ya kumsindikiza First Lady. Sawa, basi nitawakuta huko. Nakushukuru sana CDF. Tutazungumza zaidi baadaye. Alikuwa anazungumza vile Mheshimiwa Rais na kisha kukata simu. Ndege ya rais ilitua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Magari yalikuwa tayari pale uwanjani. Rais alishuka haraka na kisha kuingia kwenye gari lake na kuondoka pale uwanjani na kuelekea Ikulu mara moja. Ulikuwa na usiku mwingi sana na hakukuwa na magari mengi barabarani. Kwa sasa mwendo wa msafara ule wa rais ulikuwa ni mkali sana. Mara baada ya mwendo mchache walifika Ikulu. Rais alishuka kwenye gari na kisha kupiga hatua ndefu kuelekea ndani. Moja kwa moja alielekea chumba ambacho alikuwemo mke wake. Walikumbatiana kwa furaha kubwa sana kwa sababu kuonana tena wakiwa wazima kama hivi ilikuwa ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Asante sana Dickson. Nilikuwa najua tu kwamba ni lazima utafanya kila njia kwa ajili ya kuniokoa. Alikuwa anazungumza vile Dr. Flora na huku alikuwa analia. Lakini Flora, mke wangu, mimi sio mtu wa kunishukuru. Kwanza kabisa anatakiwa kushukuriwa Mungu wa mbinguni. Lakini pili wanatakiwa kushukuriwa Mathayo Mwalumbi pamoja na wenzake. Aliniahidi kwamba hawatafumba macho hata sekunde moja mpaka watakapohakikisha kwamba umepatikana. Na ni kweli kabisa wametimiza ahadi walionipatia. Wamehatarisha maisha yao ili kusudi kuhakikisha wewe unakuwa salama. Sasa Flora, mimi na wewe tutazungumza baadaye.
lakini kwa sasa endelea kwanza kupumzika na kwenda kuzungumza na vijana kuwashukuru kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Alikuwa anazungumza pale Mheshimiwa Rais na kisha alimwacha mke wake akatoka na kuelekea katika chumba cha mapumziko ambako Matayo Mulumbi pamoja na mkurugenzi Romano Mapunda walikuwepo. Wote walisimama mara tu rais alipoingia. Matayo alikuwa anazungumza pale Mheshimiwa Rais na huku alikuwa anawapatia mkono wa pongezi, na mara baada ya kusalimiana aliendelea kuzungumza. Nimelazimika kuondoka Dodoma usiku huu wa leo kurejea hapa Dar es Salaam. Kwanza kabisa poleni kwa yote mliopitia na asanteni sana pia kwa yote mliofanikisha. Sasa naombeni tuende katika chumba cha mazungumzo maalum ili kusudi tupate kuzungumza. Alikuwa anazungumza pale Mheshimiwa Rais, na ni kweli kabisa walielekea katika chumba maalum kwa ajili ya mazungumzo. Mheshimiwa Rais, naweza kusema kwamba kazi tumeimaliza. Tumefanikiwa kuwapata vibaraka kwa mabeberu pamoja na watu walioisababisha hii nchi matatizo makubwa. Mheshimiwa Rais, nafikiri kwamba sasa ni wakati mwafaka wa kujua kila kitu vile ambavyo kilikuwa kuanzia mwanzo kabisa mpaka sasa tumefika mwisho. Alikuwa anazungumza vile Matayo na kisha kuanza kumweleza Mheshimiwa Rais kuanzia misheni yao ilivyoanza, ilivyoendelea mpaka sasa hii leo wamefika mwisho. Asubuhi tayari ilikuwa imeshapambazuka pale mazungumzo kati ya rais pamoja na wakina Matayo yalipomalizika. Yalikuwa ni mazungumzo marefu sana, na mara tu walipotoka kwenye chumba cha mazungumzo walimkuta tayari kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam alikuwa ameshafika. Na wakati wakiwa katika kikao, Mheshimiwa Rais alimtumia ujumbe kamanda huyo kumtaka afike Ikulu mara moja. Alisalimiana na Mheshimiwa Rais na akina Matayo na kisha rais akatoa maelekezo. Sasa bwana Matayo, nilimuita hapa kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam ili kusudi umkabidhi Balozi Festus Murunga kwake pamoja na watu wengine wote kama watakwepo. Ni kama nilivyowaambia ni tu mwanzo kwamba jeshi la polisi litaendelea kuanzia hapa ambapo mmeisha nyinyi. Sawa Mheshimiwa Rais. Matayo, nawashukuru sana. Naweza kusema kwamba haikuwa ni misheni rahisi, lakini kwa ushupavu wenu mmefanikiwa kuiondoa hatari iliyokuwa inaikabili nchi yetu. Mmefanya sehemu kubwa sana ya kazi, na sasa ni zamu yetu sisi kama serikali kufanya sehemu yetu. Yale yote mliotuelekeza na kushauri, na wahakikisha wazi kabisa kwamba yatafanywa kazi haraka mno. Poleni sana kwa kumpoteza mwenzenu, lakini amekufa kishujaa. Damu yake haitapotea bure. Mtanifahamisha siku ya mazishi yake ili kusudi na mimi nihudhurie, na serikali itachukua gharama zote za mazishi yake. Sawa, nashukuru sana Mheshimiwa Rais. Matayo, lakini kabla hujaondoka hapa bado kuna swali moja ambalo nataka unijibu. Uliweza vipi kutoka Ikulu wakati ule tuliokukamata bila kuonekana katika kamera yoyote ile? Wewe ni mzimu pia kama walivyo hawa Ezego au? Mheshimiwa Rais alikuwa anauliza vile swali na huku alikuwa anacheka na kuwafanya Matayo pamoja na mkurugenzi Romano na wao pia wacheke. Mheshimiwa Rais, hilo naomba liendelee kubaki kwa siri. Basi sawa Matayo, hakuna shida. Nawatakia siku njema. Alikuwa anazungumza vile Mheshimiwa Rais na kisha kurejea ndani, kwa sababu wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama walikuwa wanamsubiria katika kikao kingine ambacho kilikuwa kinatakiwa kufanyika mapema kabla ya hafla ya uapisho wa waziri mkuu mpya ambayo ilikuwa imepanga kufanyika saa 5 za asubuhi. Matayo Mulumbi pamoja na mkurugenzi Romano Mapunda waliondoka hapa Ikulu, na huku walikuwa wameongozana na kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam. Moja kwa moja wakarejea katika kambi yao. Balozi Festus Murunga, Silvanus Murunga pamoja na mke wake Martha Murunga wote walikabidhiwa kwa kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam pamoja na kila ushahidi ambao walikuwa nao. Vile vile silaha ambazo Matayo aliahidi kuzikabidhi kwa jeshi la polisi mara tu misheni yao itakapokuwa imekamilika, na zenyewe zote walizikabidhi. Mara baada ya zoezi hilo hawakuwa na cha ziada mahali pale,
na wote waliondoka kuelekea hospitali kumjulia hali Papi Yasumbi Gosugosu, ambaye kwa mujibu wa taarifa waliokuwa wameipata ilikuwa ni kwamba anaendelea vizuri. Papi Gosugosu alijihisi alikuwa amepona baada ya kuwaona ndugu zake wote walikuwa wamekwenda kumtembelea. Alipewa taarifa kwamba misheni ilikuwa imekamilika na mtandao wote wa Novemba 11 ulikuwa umesambaratishwa na nchi sasa ilikuwa salama. Kwa mara nyingine tena jamani, sisi ndio tumeibuka kwa washindi. Lakini sasa nasikitika sana kuona kwamba sikuweza kushiriki mpaka mwisho. Alikuwa anazungumza vile Gosugosu. Usijali kabisa Gosugosu. Kwa sasa wacha kwanza tukuache upumzike. Tutakuja tena kukutembelea baadaye. Alikuwa anazungumza vile Matayo na kisha walitoka ili kusudi kumwacha Papi Gosugosu apumzike. Lakini sasa Matayo alipofika mlangoni, Gosugosu alimuita. Matayo, yule malaika katokea wapi? Malaika yupi tena Gosugosu? Rona. Alikuwa anazungumza vile Gosugosu. Matayo alicheka na kisha kumtaka Gosugosu aendelee kupumzika. Sasa bwana mkurugenzi, utawarejesha Ruby pamoja na Feti kila mmoja nyumbani kwake. Mimi nitamrejesha Rona nyumbani kwao. Alikuwa anazungumza vile Matayo na kisha waliagana, na huku mkurugenzi Romano alikuwa anaachiwa zoezi la kuwajulisha wazazi wa Theo kuhusu kifo chake. Matayo, mimi sitaki kabisa kurejea nyumbani asubuhi yote hii. Rona alikuwa anazungumza vile kumwelekezea Matayo wakati wapo kwenye gari baada ya kuondoka pale hospitalini. Unataka nikupeleke wapi sasa Rona? Mimi nataka nikapumzike nyumbani kwako wewe kama hutojali. Alikuwa anazungumza vile binti mrembo kabisa Rona. Matayo alitabasamu na kisha akazungumza. Basi hakuna shida. Karibu. Msikilizaji, mimi si ni mtu mzima. Wewe pia si ni mtu mzima. Basi hakuna haja ya kujiuliza ni kwa nini Rona alikuwa anataka kwenda kupumzika nyumbani kwa Matayo. Majira ya saa 5 za asubuhi, mabadiliko ya ghafla ya wapisho wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yalifanyika, na kiapo hicho kutakiwa kufanyika Dar es Salaam badala ya Dodoma kama ambavyo ilikuwa imepangwa hapo mwanzo. Waziri mkuu mteule ambaye alikuwa Dodoma alilazimika kupanda ndege kuelekea Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda kula kiapo chake rasmi. Mpaka ilipofika saa 4 za asubuhi tayari taratibu zote zilikuwa zimeshakamilika, na saa 5 kamili waziri mkuu alikula kiapo. Mara baada ya kumaliza kiapo zilifuata salamu mbalimbali kutokea kwa baadhi ya viongozi ambao walikuwa wamehudhuria hafla ile ya kiapo cha waziri mkuu, na mtu wa mwisho kabisa kuzungumza katika hiyo hafla alikuwa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dickson Mazwalo. Alianza kwa kuwatambua wageni wote waliokuwa wamealikwa katika hafla ile kwa nafasi zao, na kisha akatumia dakika kadhaa kueleza namna vile ambavyo alivyomjua waziri mkuu Dr. Malak. Mara baada ya kumaliza maelezo yake, akaendelea kuzungumza. Siku ya leo naweza kusema kwamba ni siku kubwa sana kwa nchi yetu ya Tanzania. Ni siku ambayo Watanzania tunasherehekea ushindi mkubwa dhidi ya wale wenye nia ovu na nchi yetu ya Tanzania. Naamini kabisa kwamba wengi wenu mtakuwa mnajiuliza maswali. Ni ushindi upi ambao wanasema kwamba tunasherehekea leo? Narudia tena kusema kwamba siku ya leo Watanzania tunasherehekea ushindi mkubwa. Tunasherehekea ushindi kwa sababu taifa letu limevuka katika jaribio kubwa sana ambalo kama sisi kama viongozi tungelishindwa, basi tungeangukia katika mikono ya mwovu. Narudia tena kusema kwamba tumevuka katika jaribio kubwa mno. Kwa hivyo tunapaswa kumshukuru Mungu wa mbinguni kwa sababu analipenda mno taifa letu na hakutaka lipoteze uelekeo wake. Alikuwa anazungumza vile Mheshimiwa Rais akanyamaza kwa sekunde chache na kisha kuwatazama watu ambao wote walikuwa kimya kabisa wakimsikiliza kwa makini, na baada ya muda kidogo akaendelea kuzungumza. Ndugu zangu wa Tanzania,
Novemba 11 mwaka jana, tuliwapoteza ndugu zetu wengi zaidi ya 3,000 katika shambulio baya kabisa la kigaidi. Lakini pia mwaka huu kumekuwa pia na mfululizo wa matukio mengine mengi tu ya mauaji ambayo yamekuwa yakitokea hasa katika siku za hivi karibuni. Tangu lilipotokea shambulio la Novemba 11 mwaka jana, uchunguzi wa nani aliyefanya shambulio lile umekuwa ukiendelea, na mpaka sasa naweza kusema kwamba majibu bado hayajapatikana. Kumekuwa na sintofahamu nyingi sana katika uchunguzi wa swala hili, na ndio maana mpaka sasa majibu ya nani waliofanya shambulio lile hayajapatikana. Hali hiyo sasa ikanipelekea mimi kama rais wa nchi hii kuunda kikosi kidogo cha vijana shupavu ambao walifanya kazi kwa siri chini ya maelekezo yangu kwa ajili ya kutafuta majibu ya nani waliofanya shambulio lile lililoondoka na roho za watu wetu zaidi ya 3,000. Alikuwa anazungumza pale Mheshimiwa Rais Rona, ambaye muda huu alikuwa kitandani pembeni ya Matayo Mulumbi, huku wote wakiwa wanatazama hiyo hafla ya uapisho wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akajikuta alikuwa anashangaa. Matayo, rais anamaanisha kitu gani kusema kwamba aliunda kikosi kidogo ambacho kilikuwa kinafanya kazi kwa maelekezo yake? Alikuwa anauliza pale swali Rona. Matayo alicheka kidogo na kisha kuzungumza. Siku zote wanasiasa huwa wanakuwa ni watu hodari sana kujijenga kisiasa kupitia matukio. Kwa sasa hili wala lisikushangaze, kwa sababu ni mambo ya kawaida kabisa kwa wanasiasa. Isitoshe hata sisi hatupaswi kabisa kutangazwa kwamba ndio tuliofanikisha hiki ambacho anazungumza. Kwa hivyo acha tuendelee tu kumsikiliza. Alikuwa anazungumza pale Matayo. Waliendelea tu kutazama hotuba ya Rais Dickson Mazwaru kwenye TV, na huko rais alikuwa anaendelea tu kuhutubia. Nina furaha kubwa sana leo kuwatangazia kwamba vijana wamemaliza kazi yao na majibu yamepatikana. Msingi wa shambulio la Novemba 11 mwaka jana ni tukio la mauaji ya wanajeshi wetu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kama mtakuwa mnakumbuka vizuri, tulipoteza wanajeshi zaidi ya 23 ambao walikuwa katika kambi ya Simba huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao taarifa zinasema kwamba waliuawa na kundi la waasi. Lakini ukweli uliopatikana ni kwamba mauaji yale hayakufanywa na kundi la waasi kama ambavyo taarifa zinasema, bali yalikuwa ni mauaji yaliyopangwa na mtandao wa viongozi wa kisiasa na watu wachache ndani ya jeshi kutoka nchini Tanzania pamoja na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waliofanya mauaji yale ni kikosi maalum cha majasusi ambacho kilikuwa kimetokea katika idara ya ujasusi ya Tanzania. Kiongozi wa hilo genge ambalo ndilo lilipanga hayo mauaji alikuwa ni Waziri Mkuu mstaafu marehemu David Kachembeho. Na nilipopewa hiyo taarifa sikutaka kumkawiza, nikamwondoa mara moja katika nafasi yake kama kila mtu alivyoshuhudia, ili kusudi aweze kushtakiwa kwa makosa hayo. Lakini sasa kwa bahati mbaya mauti yalimkuta kabla hajakabiliwa na mkono wa sheria. Na sababu kuu ya mauaji yale ilikuwa ni kujipatia kiasi kikubwa cha dhahabu ambacho wanajeshi wa kambi ya Simba walikuwa wamekipata baada ya kuivamia kambi ya waasi. Alikuwa anazungumza pale Mheshimiwa Rais, na aliendelea kueleza kila kitu kama ambavyo alikuwa ameambiwa na akina Matayo, na wakati mwingine alikuwa anaongeza na maelezo yake ya uongo ili kusudi ajitengeneze picha nzuri kwa wananchi kwamba yeye alikuwa ni rais hodari. Rais alieleza namna vile ambavyo wanajeshi walionusurika katika lile shambulio walivyobadilishwa na mabeberu na kuwa watu wa ovu kabisa waliotaka kuizamisha nchi kwenye shimo. Lakini pia alieleza namna vile ambavyo walivyotumiwa katika kufanikisha ajenda za mabeberu. Alieleza pia namna vile ambavyo walikuwa wamejipanga mpaka kutengeneza mabomu makubwa ambayo walipanga kuyatumia kufanya mashambulizi hapa Dar es Salaam ili tu kuishinikiza serikali kutekeleza kile ambacho walikuwa wanataka wao. Hatimaye sasa kuamkia usiku wa leo, vijana wangu wamefanikiwa kulisambaratisha kabisa kundi hili la vibaraka wa mabeberu na kuivuruga kabisa mipango yao yote miovu ya mabeberu ambayo walikuwa nayo hapa nchini Tanzania. Ndugu zangu wa Tanzania,
Mabeberu walikuwa na ajenda mbalimbali, na ajenda ya kwanza kabisa ambayo walianza nayo lilikuwa ni swala la mapenzi ya jinsia moja. Na mimi kama rais nataka nikiri wazi kabisa kwamba hawa watu tayari walikuwa wameshapiga hatua kubwa sana katika jambo hili, na hatua mbalimbali za kulieneza katika jamii zilikuwa zinaendelea. Alikuwa anazungumza pale Mheshimiwa Rais aliendelea kueleza namna vile ambavyo mtandao wao ulivyosambaa nchi nzima na mbinu ambazo walikuwa wanazitumia kuwarubuni vijana. Sisi kama serikali hatutakubali kuona kizazi chetu kinaharibika namna kama hiyo. Tutachukua hatua kali haraka sana kuhakikisha mtandao huu wote uliojengwa unavunjwa mara moja na kuwasaidia vijana wote waliojiingiza huko kubadilika. Taasisi zote zisizokuwa za kiserikali za kutoka nje ya nchi na mashirika yote yaliyopo hapa nchini ambayo yapo kwa malengo ya kuunga mkono uchafu huu yanatakiwa kufunga shughuli zake mara moja na kuondoka hapa nchini ndani ya saa 24 zijazo. Na kwa wale wazawa ambao wamekuwa wakishirikiana na hizo taasisi, wao tutawakabili. Mheshimiwa Rais alikuwa anaendelea tu kuzungumza na kueleza hatua mbalimbali ambazo serikali itazichukua, ikiwa ni pamoja na kusaka mtandao wote wa Izego na kuwafikisha katika mkono wa sheria. Na kabla hajamaliza hotuba yake, alitoa ombi kwa wazazi na walezi kutimiza wajibu wao kama wazazi, kuhakikisha watoto wanalelewa katika maadili mazuri na kuwafundisha tamaduni zetu za Kitanzania ili kusudi wasiige tamaduni za kigeni. Rais alimaliza hotuba yake kwa kuwashukuru tena wote walioshiriki katika misheni ile bila kuwataja majina, na kuahidi kwamba wale wote waliokuwa katika mtandao wa Izego watasakwa na hakuna yoyote ambaye atasalimika. Wote watafikishwa mahakamani. Sisi tumeshamaliza kufanya sehemu yetu, na sasa ni zamu ya serikali kufanya sehemu yao, kuhakikisha kwamba ajenda za kibeberu, hasa hii ya mapenzi ya jinsia moja, hazipati kabisa nafasi katika nchi yetu. Nakubaliana kabisa na maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba watoto wetu wafundishwe tamaduni zetu za Kiafrika na Kitanzania ili kusudi wasiige tamaduni za kigeni. Pamoja na hatua mbalimbali ambazo serikali itazichukua, lakini jambo hili litafanikiwa pale tu ambapo kila mtu kwa nafasi yake alionayo atapaza sauti bila kuchoka na kuchukua hatua. Viongozi wa dini pia wasiache kuwahubiria waumini wao. Wanasiasa wahakikishe pia zinatungwa sheria kudhibiti hili jambo. Wazazi na walezi wawafundishe watoto maadili mazuri, na jamii nzima tuseme kwa pamoja kwamba mapenzi ya jinsia moja Tanzania hayakubaliki. Kama sote tutafanya kama hivi kwa kushirikiana, basi tutaishinda hii ajenda ya kishetani. Alikuwa anazungumza pale Mathayo, ambaye pia alikuwa anamaliza kutazama hiyo hotuba ya Mheshimiwa Rais. Mathayo, kile ambacho unazungumza wewe ni kama sheria kwetu. Alikuwa anazungumza pale Rona, na mtanange mkali ulianza pale pale. Mtanange huu ulikuwa ni kati ya binti Rona pamoja na Mathayo Mulumbi. Msikilizaji, baada ya safari ndefu sana ya Novemba 11, hatimaye tumefika mwisho wa siku hii ya Novemba 11, na usiku ni mzito sana. Wacha tuifaidi siku mpya ya Novemba 12. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Nambari zangu za simu ni 0766 47 48 57. Tukutane katika simulizi zijazo nzuri na tamu. Kama ambavyo tunafahamu, ukiwa hapa Simulizi Mixi hakuna kazi mbovu.